Mwangaza FM. Nilikuambia majira haya basi tutakuwa na mgeni moja kwa moja amekusha kufika. Tunaungana naye hivi sasa, atakwenda kujitambulisha kwa faida yako msikilizaji, alafu tutaelekea mbele. Karibu sana. Asante sana. Mimi naitwa Dr. Peter Patrick Mfisi, ni kamishna wa kinga na tiba mamlaka kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya Tanzania. Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya ni taasisi ya serikali ambayo iko chini ya ofisi ya waziri mkuu. Ilianzishwa rasmi mwaka 2017 na lengo la kuanzisha ilikuwa ni kuimarisha mapambano dhidi ya dawa za kulevya nchini. Sawa, tunaweza tukaendelea mbele? Naam. Kwa kipindi cha wiki na wiki ijayo tuko hapa Dodoma kwa ajili ya kuadhimisha siku ya kupambana, yani siku ya kupiga vita matumizi na biashara ya dawa za kulevya duniani. Maadhimisho haya yanafanyika kitaifa katika jiji la Dodoma na yanatarajiwa kufanyika katika viwanja vya Jakaya Kikwete vilivyoko katika jiji la Dodoma, na kauli mbiu ya maadhimisho haya mwaka huu ni kwamba tunatakiwa tu invest kwenye kinga na tiba kwa ili kudhibiti dawa za kulevya. Kwamba yani dunia huko nyuma ilikuwa inapambana na hili swala la dawa za kulevya kwa kutumia tu tunaita law enforcement, kwamba walikuwa tu nchi zinatoa hela kwa ajili ya kupambana na wauzaji wa dawa za kulevya, kwamba utahakisha kwamba mnapambana na wale wanaoingiza dawa za kulevya nchini, mnapambana na wale wanaoziuza kwa wananchi na wale wanaotumia kuwapeleka mahakamani, kuwafunga, na baadhi ya nchi mpaka zilikuwa zinatoa adhabu ya kifo, mpaka sasa zinatoa adhabu ya kifo kwa wale wanaouza dawa za kulevya. Lakini dunia baadaye ikaja ikaona kwamba mfumo huu peke yake hauwezi kumaliza hili tatizo la dawa za kulevya nchini, duniani. Kwa hiyo wakaja na mbinu nyingine kwamba pamoja na kupambana na hao watu tunaita law enforcement, lakini vile vile ni vizuri tukawa na njia zingine za, kwa mfano, za kinga, yani kutoa elimu kwa jamii, kuhakikisha kwamba jamii inakuwa na uelewa mzuri juu ya madhara ya dawa za kulevya, ili hii jamii sasa isijiingize kwenye matumizi, kwa sababu tafiti nyingi zimefanyika zinaonyesha kuwa watu wengi wanajiingiza kwenye matumizi ya dawa za kulevya kwa sababu wanakuwa hawajui madhara yake kwa usahihi. Wanafikiri tu kwamba anaweza kujaribu akaendelea tu na maisha yake, lakini hawajui kwamba ukianza kuzitumia zinakufanya uwe tegemezi, zinaharibu mfumo wa fahamu, zinakufanya sasa uwe na uwezo mdogo wa kufikiria, uwezo mdogo wa kufanya nini. Kwa hiyo jamii ikiwa na uelewa huo, basi moja kwa moja watu watajiuliza mara mbili kabla hawajajiingiza kwenye matumizi ya dawa za kulevya. Sawa, tukisalia hapa kwenye shughuli ambayo itakwenda kufanyika, natamani tufahamu ni vitu gani ambavyo vitafanyika katika siku ya maadhimisho. Siku ya kwanza, lengo kubwa la maadhimisho haya kwanza ni kuwaeleza wananchi juhudi za serikali katika mapambano dhidi ya dawa za kulevya. Lakini shughuli zitakazofanyika kikubwa ni elimu. Ni kwamba wadau mbalimbali wanaojihusisha na mapambano dhidi ya dawa za kulevya watakuwa wanaonesha shughuli zao wanazozifanya katika mapambano hayo. Kwa hiyo kutakutolewa elimu, lakini tu wataonyesha watu jinsi ambavyo waathirika wa dawa za kulevya wanaweza kutibiwa. Kwa hiyo kuna watu wanaojihusisha na matibabu watakuwepo pale, lakini kuna watu wanaojihusisha, wadau wanaojihusisha na elimu watakuwepo pale kutoa elimu dhidi ya madhara ya dawa za kulevya. Kwa hiyo tunawakaribisha wananchi wote kuja wa mkoa wa Dodoma kuja katika kipindi hiki, kwa sababu maadhimisho yenyewe yanaanza tarehe 24 mwezi wa 6 mwaka 2025, yataanza rasmi tarehe 24. Kwa hiyo ina maana kwamba kuanzia tarehe 24, tarehe 25 na kilele chake kitakuwa tarehe 26 mwezi wa 6 huu mwaka 2025, na mgeni rasmi wa shughuli yetu ya kilele anatarajiwa kuwa Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo ni Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndio atakuwa mgeni rasmi wa shughuli yetu. Kwa hiyo tunawakaribisha wananchi wote, hasa vijana, kwa sababu vijana ndio washiriki wakuu katika matumizi ya dawa za kulevya, ambao inaharibu kabisa ndoto zao. Wengi wao wanatumia dawa za kulevya, zile ndoto zao walizokuwa nazo zinapifia kabisa na zinakufa. Kwa hiyo tunawakaribisha waje wasikilize, na wale ambao wameathirika basi watapewa njia mbalimbali za kuweza kwenda kupatiwa matibabu ili waweze
kuachana na matumizi ya dawa za kulevya, washiriki katika kujenga taifa letu. Ni sawa. Daktari Peter Mfisi, kabla tujaelekea kwenye watu waathirika, natamani tusalie hapo hapo. Nyinyi kama mamlaka mnatarajia kitu gani kutoka kwa wananchi kuelekea na mara baada ya maadhimisho haya? Matarajio yetu ni kwamba tunatarajia kwamba kupata wananchi wengi zaidi watakao kuja kutusikiliza ili tuhakikishe kwamba tutoe hii elimu, na baada ya hapo tunatarajia kwamba kuona watu wengi walioathirika na dawa za kulevya wataanza kutafuta tiba kwenye vituo vyetu vya matibabu, lakini na vijana wengi ambao labda kwa njia moja au nyingine wameanza aidha kutumia dawa za kulevya wataachana nazo, au wale ambao wameanza lakini kwa bahati nzuri hawajaathirika wataachana nazo. Kwa hiyo kwa sababu kuna watu ambao labda wanafikiria tu kutumia, kama labda unakuta labda una marafiki ambao unaona wanavuta bangi, kwa hiyo nafikiri pale utafundishwa njia za kuwakwepa, kwa sababu wakati mwingine tunasema kwamba kitu kikubwa au njia kubwa ambayo inawashawishi vijana wengi kujiingiza kwenye matumizi ya dawa za kulevya ni pamoja na msukumorika, kwamba mtu anaona marafiki zake wanatumia na yeye anatumia. Kwa hiyo sasa ukipata elimu sahihi unajua kabisa kwamba hawa marafiki zangu wanapotoka na huwezi kuwaiga, na kwa hiyo ndio matarajio yetu kwamba baada ya haya maadhimisho, baada ya kupatiwa elimu, watu wengi wataachana na matumizi, na wale ambao walikuwa wanafikiria kuanza hawataanza kutumia dawa za kulevya. Unajua, moja ya kitu ambacho najaribu kufikiria, taifa la kesho ni watoto, si ndio? Ambao wako mashuleni. Pengine kuna mikakati ya kuwazuia watoto kuingia kwenye matumizi ya dawa za kulevya. Kwa nini nasema hivyo? Nataka nije na mfano halisi. Jirani kwangu ambapo nakaa, mama mmoja alikuja kunifuata, akaniambia mtoto wangu huyu mdogo alikwenda dukani akanunua sigara. Mtoto kama yule vitu anajifunza wapi? Na nyinyi kama mamlaka basi, kama mmeliona hili, mikakati ipoje kuhakikisha basi watoto wetu wananusurika wasiingie kwenye wimbi hilo la kutumia madawa ya kulevya bado wakiwa wadogo sana? Moja ya sababu zinazofanya watu wengi kujiingiza kwenye matumizi ya dawa za kulevya ni kuiga kutoka kwa wazazi au kwa watu wao walioko karibu. Kwa hiyo ni vivyo hivyo, watoto wana tabia ya kuiga vitendo vingi ambavyo wanafanya wazazi wao au watu wao wa karibu ambao wanaona kwamba ndio role model wao. Kwa hiyo wakati mwingine mtoto akiwa na baba anavuta sigara, na yeye moja kwa moja atahisi kwamba ukivuta sigara ndio zuri kwa sababu baba anafanya hivi. Wanaamini kwamba kitu kinachofanywa na mzazi wake ndio kitu kinachotakiwa kuwa ndio kitu kizuri. Kwa hiyo wanaiga. Kwa hiyo maoni yangu ni kwamba tunatakiwa sisi wazazi, hata kama tunafanya vitendo vibaya kitokea kwa njia yote, iwe sigara, iwe hata matumizi ya bangi, basi watu kama ni sigara zisivudwe mbele ya watoto, kwa sababu ukivuta sigara mbele ya mtoto ataiga na yeye ataanza kufuta. Lakini sasa sisi mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya tuna mikakati maalum ya kuwafikia watoto, kwa sababu tafiti zinazoonyesha kwamba watu wanaanza kutumia dawa za kulevya wakiwa katika umri mdogo, kama unavyosema huyo mtoto wa jirani yako. Kwa maana hiyo sisi tumetengeneza miongozo ya uelimishaji ambayo inaanza na watoto wa miaka karibu 7 na kuendelea, kwa sababu vile vile tumeanzisha klabu za kupinga matumizi ya dawa za kulevya shuleni. Tumeungana na wenzetu TAKUKURU kwamba tumeanzisha hizi klabu, zinaitwa klabu za kupinga rushwa na matumizi ya dawa za kulevya. Kwa hiyo maana yake ni nini? Watu wa TAKUKURU wanapofika kule wanaeleza kuhusu madhara ya dawa za kulevya, na sisi tunapofika kule tunawafundisha watoto kuhusu dawa za kulevya mashuleni, basi tunawaeleza kuhusu vile vile hatari ya kutoa rushwa katika mazingira yoyote yale. Kwa hiyo tumeungana pamoja kuhakikisha kwamba elimu hii inawafikia watoto wakiwa katika umri mdogo, kwa sababu klabu hizi ziko kwenye shule za msingi kuanzia madarasa ya awali kabisa shule za msingi. Kwa hiyo wanashiriki watoto, wanaambiwa kuhusu madhara ya dawa za kulevya. Ni matumaini yetu kwamba wale watoto wenye uelewa wanaelewa vizuri, kwa sababu kumweleza mtu kitu juu hatari ya kitu ni kitu kimoja, lakini na yeye kuzingatia kwamba kweli ni hatari, mimi sijiingize, ni kitu kingine. Matarajio yetu kwamba sehemu kubwa ya watoto wanaelewa na tunawaokoa, hawajaingizi kwenye matumizi ya dawa za kulevya. Sawa, nataka tusalie hapo Daktari Peter Mfisi. Mnapimaje kwamba hiki tulichokitoa kwa watoto kinatija? Kuna tathmini ambazo mnaweka baada ya muda fulani kile ambacho tumezitoa kwenye zile klabu basi kinafanya kazi? Kuna ugumu kidogo, kwa sababu hii inahitaji utafiti kuona kwamba kwa mfano tunaweza tukaanzisha klabu kwenye shule X. Tukishaanzisha klabu kwenye shule X, maana yake ni kwamba kama hamkuweza kupima kiwango cha matumizi ya dawa za kulevya katika shule hiyo kabla ya kuanzisha,
na baadaye mkapima. Baada ya kuanzisha ndio mnaweza mkapata majibu ambayo ni sahihi, kwamba kabla hatujaanzisha kulikuwa na kiwango cha matumizi ya dawa za kulevya katika shule X ilikuwa hii, na baada ya kuanzisha imekuwa hii. Lakini sisi hatufanyi ile tathmini kwamba kuona kabla tujaanzisha klabu kwamba labda tunapima ukubwa wa tatizo la dawa za kulevya katika eneo tunaloanzisha hili klabu. Lakini ni matumaini yetu tu kwamba tunapopeleka ile elimu watoto wanaelewa, kwa taarifa tunazozipata tu kwa walimu, kwamba hizi klabu zinawasaidia, kwa sababu watoto wengi tunaona sasa wanakuwa na maadili, wanakuwa na nini, kwa sababu ni sehemu tu ya kufundisha maadili. Lakini ukiacha kwenye klabu hizi, lakini kuna somo shuleni ambalo linaitwa historia Tanzania na maadili, na kwenye hili somo japo hakuna silabasi mahususi ambazo zinasema kuhusu dawa za kulevya, lakini walimu wanapewa maelekezo kwamba wawe wanachopeka mada za dawa za kulevya kwenye masomo yao. Kwa hiyo kwa njia hii yote tunaona kwamba hii elimu inawafikia watoto, na kwa kiwango kikubwa kwamba kwa muda mrefu na ukuja tutaokoa hiki kizazi ambacho kiko hatarini kujiingiza kwenye matumizi ya dawa za kulevya. Sawa, naona umeongea vema kabisa, na mimi nakuunga mkono, maana siku zote kifanya kitu lazima utarajie matokeo chanya, si ndivyo? Naam. Natamani uniambie ni mafanikio gani makubwa ambayo mamlaka ameyapata hivi karibuni, miaka hivi karibuni mnasema ya mafanikio jamani, tupe maua yetu mapema. Mafanikio mengi sana. Kwa mfano kuna maeneo ambayo, kwa mfano maeneo ya Arusha kule, maeneo ya Kisimili, kulikuwa kumekithiri sana kilimo cha bangi. Lakini kwa sasa baada ya sisi kwenda kukamata wale wanaojihusisha na kilimo cha bangi na kufyeka mashamba ya bangi, watu wengi wameacha kulima bangi, wanalima mazao ambayo ni halali kabisa. Kwa hiyo hayo tunaona ni mafanikio. Lakini vile vile tumeanzisha vituo vya matibabu kwa ajili ya waraibu wa dawa za kulevya. Tunaona kiasi kikubwa cha watu walioathirika na dawa za kulevya wanajiunga kwenye vituo vya matibabu. Kwa hiyo unaona hii yote ni faida kubwa sana, ni mafanikio makubwa sana. Lakini vile vile tumefikia watu wengi zaidi kwa elimu juu ya dawa za kulevya. Kwa hiyo yote haya ni mafanikio. Kwa kweli tangu mamlaka imeanzishwa tunaona kabisa kumekuwa na mafanikio makubwa. Kwa sababu mikakati mikuu ya mamlaka katika kudhibiti dawa za kulevya, tunayo mikakati mikubwa 4. Mkakati wa kwanza ni kuhakikisha kwamba tunapunguza uingiaji, uzalishaji na usambazaji wa dawa za kulevya nchini, ambayo hii inaitwa supply reduction. Lakini vile vile tunapunguza uhitaji wa dawa za kulevya nchini. Tunafanya hii sasa kwa kutoa elimu sahihi kwa jamii juu ya madhara ya dawa za kulevya, ili jamii isijiingize kwenye biashara na matumizi ya dawa za kulevya. Na wakati huo huo tunaihamasisha jamii kushiriki kikamilifu katika mapambano dhidi ya dawa za kulevya. Kwa sababu swala la mapambano dhidi ya dawa za kulevya sio la mamlaka. Mamlaka ni kama coordinator tu, lakini kila mtu anahusika, kwa sababu hao wanaouza dawa za kulevya ni watu tunaishi nao karibu majumbani, ni majirani zetu, ni wazazi wetu, ni baba zetu. Kwa hiyo ni kwamba sisi wote tukiona kwamba swala la dawa za kulevya ni swala baya, wote tukashiriki kikamilifu katika kupambana nalo, tunaweka kwamba tutafika mbali. Lakini mkakati wetu wa 3 tunasema kupunguza madhara yanayotokana na dawa za kulevya. Haya dawa za kulevya, matumizi ya dawa za kulevya yana madhara mengi sana. Yana madhara ya kiafya. Kama nilivyosema hapo awali kwamba dawa za kulevya ni kemikali ambazo ukizitumia zinaathiri mfumo wa fahamu. Kwa hiyo vijana wetu wengi waliojiingiza kwenye matumizi ya dawa za kulevya wanaumwa, wanapata matatizo ya kiafya. Wanapata matatizo ya kiafya, kwa hiyo afya yao ina matatizo ya afya ya akili. Akili zao zinakuwa zimekuwa hovyo. Nafikiri wote mtakuwa mashahidi, mmeshaona watu ambao wameathirika na dawa za kulevya, wale waraibu, unaona hali yao walionayo, wanakuwa ni wachafu, wanakuwa ni watu ambao unaona kabisa kwamba tofauti na walivyokuwa mwanzo. Kwa hiyo zinaathiri ubongo, wanapata matatizo ya afya ya akili. Lakini kuna matatizo ya afya ya kimwili vile vile. Wanapata maambukizi ya ukimwi, wanapata maambukizi ya homa ya ini, lakini wanaugua magonjwa ya ngozi, wanaugua magonjwa mbalimbali kutokana na matumizi ya dawa za kulevya. Kwa hiyo mamlaka sasa ni kupunguza haya madhara miongoni mwa hao watumiaji. Tumeanzisha vituo vya matibabu ambavyo hivi vituo vinawatibu hao watu ambao wameathirika na dawa za kulevya, wanarudi kwenye hali yao ya kawaida ili kuweza kulitumikia taifa. Kwa hiyo haya yote kwa ujumla ni mafanikio makubwa sana ya mamlaka tangu imeanzishwa mwaka 2017. Sawa, msikilizaji, kupitia namba ya simu 0735787820 unayo fursa ya kushiriki na mimi pamoja na Daktari Peter Mfisi ambaye ni kamishna wa kinga na tiba mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya Tanzania. Tunaongelea mambo mengi kuelekea maadhimisho ya siku ya kimataifa ya kupinga matumizi na biashara haramu
ya dawa za kulevya ambayo hufanyika Juni 26 ya kila mwaka. Kwa hivi sasa naomba tupishe wadhamini ambao natuhakikishie tunakwenda hewani. Tukirejea mara baada ya hapo na kuja kuendelea na Daktari Peter Mfisi. Nilikuambia majira haya basi tutakuwa na mgeni moja kwa moja amekwisha kufika. Tunaungana naye hivi sasa, atakwenda kujitambulisha kwa faida yako msikilizaji, alafu tutaelekea mbele. Karibu sana. Asante sana. Mimi naitwa Dr. Peter Patrick Mfisi, ni kamishna wa kinga na tiba mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya Tanzania. Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya ni taasisi ya serikali ambayo iko chini ya ofisi ya Waziri Mkuu. Ilianzishwa rasmi mwaka 2017 na lengo la kuanzisha ilikuwa ni kuimarisha mapambano dhidi ya dawa za kulevya nchini. Sawa, tunaweza tukaendelea mbele? Naam. Kwa kipindi cha wiki na wiki ijayo tuko hapa Dodoma kwa ajili ya kuadhimisha siku ya kupambana, yani siku ya kupiga vita matumizi na biashara ya dawa za kulevya duniani. Maadhimisho haya yanafanyika kitaifa katika jiji la Dodoma na yanatarajiwa kufanyika katika viwanja vya Jakaya Kikwete vilivyoko katika jiji la Dodoma, na kauli mbiu ya maadhimisho haya mwaka huu ni kwamba tunatakiwa tu invest kwenye kinga na tiba kwa ili kudhibiti dawa za kulevya. Kwamba yani dunia huko nyuma ilikuwa inapambana na hili swala la dawa za kulevya kwa kutumia tu tunaita law enforcement, kwamba walikuwa tu nchi zinatoa hela kwa ajili ya kupambana na wauzaji wa dawa za kulevya, kwamba utahakisha kwamba mnapambana na wale wanaoingiza dawa za kulevya nchini, mnapambana na wale wanaoziuza kwa wananchi na wale wanaotumia kuwaweka kuwapeleka mahakamani, kuwafunga, na baadhi ya nchi mpaka zilikuwa zinatoa adhabu ya kifo, mpaka sasa zinatoa adhabu ya kifo kwa wale wanaouza dawa za kulevya. Lakini dunia baadaye ikaja ikaona kwamba mfumo huu peke yake hauwezi kumaliza hili tatizo la dawa za kulevya nchini, duniani. Kwa hiyo wakaja na mbinu nyingine kwamba pamoja na kupambana na hao watu tunaita law enforcement, lakini vile vile ni vizuri tukawa na njia zingine za, kwa mfano, za kinga, yani kutoa elimu kwa jamii, kuhakikisha kwamba jamii inakuwa na uelewa mzuri juu ya madhara ya dawa za kulevya, ili hii jamii sasa isijiingize kwenye matumizi, kwa sababu tafiti nyingi zimefanyika zinaonyesha kuwa watu wengi wanajiingiza kwenye matumizi ya dawa za kulevya kwa sababu wanakuwa hawajui madhara yake kwa usahihi. Wanafikiri tu kwamba anaweza kujaribu akaendelea tu na maisha yake, lakini hawajui kwamba ukianza kuzitumia zinakufanya uwe tegemezi, zinaharibu mfumo wa fahamu, zinakufanya sasa uwe na uwezo mdogo wa kufikiria, uwezo mdogo wa kufanya nini. Kwa hiyo jamii ikiwa na uelewa huo, basi moja kwa moja watu watajiuliza mara mbili kabla hawajajiingiza kwenye matumizi ya dawa za kulevya. Sawa, tukisalia hapa kwenye shughuli ambayo itakwenda kufanyika, natamani tufahamu ni vitu gani ambavyo vitafanyika katika siku ya maadhimisho. Siku ya kwanza, lengo kubwa la maadhimisho haya kwanza ni kuwaeleza wananchi juhudi za serikali katika mapambano dhidi ya dawa za kulevya. Lakini shughuli zitakazofanyika kikubwa ni elimu. Ni kwamba wadau mbalimbali wanaojihusisha na mapambano dhidi ya dawa za kulevya watakuwa wanaonesha shughuli zao wanazozifanya katika mapambano hayo. Kwa hiyo kutakutolewa elimu, lakini tu wataonyesha watu jinsi ambavyo waathirika wa dawa za kulevya wanaweza kutibiwa. Kwa hiyo kuna na watu wanaojihusisha na matibabu watakuwepo pale, lakini kuna watu wanaojihusisha, wadau wanaojihusisha na elimu watakuwepo pale kutoa elimu dhidi ya madhara ya dawa za kulevya. Kwa hiyo tunawakaribisha wananchi wote kuja wa mkoa wa Dodoma kuja katika kipindi hiki, kwa sababu maadhimisho yenyewe yanaanza tarehe 24 mwezi wa 6 mwaka 2025, yataanza rasmi tarehe 24. Kwa hiyo ina maana kwamba kuanzia tarehe 24, tarehe 25 na kilele chake kitakuwa tarehe 26 mwezi wa 6 huu mwaka 2025, na mgeni rasmi wa shughuli yetu ya kilele anatarajiwa kuwa Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo ni Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndio atakuwa mgeni rasmi wa shughuli yetu. Kwa hiyo tunawakaribisha wananchi wote, hasa vijana, kwa sababu vijana ndio washiriki wakuu katika matumizi ya dawa za kulevya, ambao inaharibu kabisa ndoto zao. Wengi wao wanatumia dawa za kulevya, zile ndoto zao walizokuwa nazo zinapifia kabisa na zinakufa. Kwa hiyo tunawakaribisha waje wasikilize
na wale ambao wameathirika basi watapewa njia mbalimbali za kuweza kwenda kupatiwa matibabu ili waweze kuachana na matumizi ya dawa za kulevya, washiriki katika kulijenga taifa letu. Ni sawa. Daktari Peter Mfisi, kabla tujaelekea kwenye watu waathirika, natamani tusalie hapo hapo. Nyinyi kama mamlaka mnatarajia kitu gani kutoka kwa wananchi kuelekea na mara baada ya maadhimisho haya? Matarajio yetu ni kwamba tunatarajia kwamba kupata wananchi wengi zaidi watakao kuja kutusikiliza ili tuhakikishe kwamba tutoe hii elimu, na baada ya hapo tunatarajia kwamba kuona watu wengi walioathirika na dawa za kulevya wataanza kutafuta tiba kwenye vituo vyetu vya matibabu, lakini na vijana wengi ambao labda kwa njia moja au nyingine wameanza aidha kutumia dawa za kulevya wataachana nazo, au wale ambao wameanza lakini kwa bahati nzuri hawajaathirika wataachana nazo. Kwa hiyo kwa sababu kuna watu ambao labda wanafikiria tu kutumia, kama labda unakuta labda una marafiki ambao unaona wanavuta bangi, kwa hiyo nafikiri pale utafundishwa njia za kuwakwepa, kwa sababu wakati mwingine tunasema kwamba kitu kikubwa au njia kubwa ambayo inawashawishi vijana wengi kujiingiza kwenye matumizi ya dawa za kulevya ni pamoja na msukumorika, kwamba mtu anaona marafiki zake wanatumia na yeye anatumia. Kwa hiyo sasa ukipata elimu sahihi unajua kabisa kwamba hawa marafiki zangu wanapotoka na huwezi kuwaiga, na kwa hiyo ndio matarajio yetu kwamba baada ya haya maadhimisho, baada ya kupatiwa elimu, watu wengi wataachana na matumizi, na wale ambao walikuwa wanafikiria kuanza hawataanza kutumia dawa za kulevya. Unajua, moja ya kitu ambacho najaribu kufikiria, taifa la kesho ni watoto, si ndio? Ambao wako mashuleni. Pengine kuna mikakati ya kuwazuia watoto kuingia kwenye matumizi ya dawa za kulevya. Kwa nini nasema hivyo? Nataka nije na mfano halisi jirani kwangu ambapo nakaa. Mama mmoja alikuja kunifuata, akaniambia mtoto wangu huyu mdogo alikwenda dukani akanunua sigara. Mtoto kama yule vitu anajifunza wapi? Na nyinyi kama mamlaka basi, kama mmeliona hili, mikakati ipoje kuhakikisha basi watoto wetu wananusurika wasiingie kwenye wimbi hilo la kutumia madawa ya kulevya bado wakiwa wadogo sana? Moja ya sababu zinazofanya watu wengi kujiingiza kwenye matumizi ya dawa za kulevya ni kuiga kutoka kwa wazazi au kwa watu wao walioko karibu. Kwa hiyo ni vivyo hivyo, watoto wana tabia ya kuiga vitendo vingi ambavyo wanafanya wazazi wao au watu wao wa karibu ambao wanaona kwamba ndio role model wao. Kwa hiyo wakati mwingine mtoto akiwa na baba anavuta sigara, na yeye moja kwa moja atahisi kwamba ukivuta sigara ndio zuri kwa sababu baba anafanya hivi. Wanaamini kwamba kitu kinachofanywa na mzazi wake ndio kitu kinachotakiwa kuwa ndio kitu kizuri. Kwa hiyo wanaiga. Kwa hiyo maoni yangu ni kwamba tunatakiwa sisi wazazi, hata kama tunafanya vitendo vibaya kitokea kwa njia yote, iwe sigara, iwe hata matumizi ya bangi, basi watu kama ni sigara zisivutwe mbele ya watoto, kwa sababu ukivuta sigara mbele ya mtoto ataiga na yeye ataanza kufuta. Lakini sasa sisi mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya tuna mikakati maalum ya kuwafikia watoto, kwa sababu tafiti zinazoonyesha kwamba watu wanaanza kutumia dawa za kulevya wakiwa katika umri mdogo, kama unavyosema huyo mtoto wa jirani yako. Kwa maana hiyo sisi tumetengeneza miongozo ya uelimishaji ambayo inaanza na watoto wa miaka karibu 7 na kuendelea, kwa sababu vile vile tumeanzisha klabu za kupinga matumizi ya dawa za kulevya shuleni. Tumeungana na wenzetu TAKUKURU kwamba tumeanzisha hizi klabu, zinaitwa klabu za kupinga rushwa na matumizi ya dawa za kulevya. Kwa hiyo maana yake ni nini? Watu wa TAKUKURU wanapofika kule wanaeleza kuhusu madhara ya dawa za kulevya, na sisi tunapofika kule tunawafundisha watoto kuhusu dawa za kulevya mashuleni, basi tunawaeleza kuhusu vile vile hatari ya kutoa rushwa katika mazingira yoyote yale. Kwa hiyo tumeungana pamoja kuhakikisha kwamba elimu hii inawafikia watoto wakiwa katika umri mdogo, kwa sababu klabu hizi ziko kwenye shule za msingi kuanzia madarasa ya awali kabisa shule za msingi. Kwa hiyo wanashiriki watoto, wanaambiwa kuhusu madhara ya dawa za kulevya. Ni matumaini yetu kwamba wale watoto wenye uelewa wanaelewa vizuri, kwa sababu kumweleza mtu kitu juu hatari ya kitu ni kitu kimoja, lakini na yeye kuzingatia kwamba kweli ni hatari, mimi nisijiingize, ni kitu kingine. Matarajio yetu kwamba sehemu kubwa ya watoto wanaelewa na tunawaokoa hawajaingizi kwenye matumizi ya dawa za kulevya. Sawa, nataka tusalie hapo Daktari Peter Mfisi. Mnapimaje kwamba hiki tulichokitoa kwa watoto kinatija? Kuna tathmini ambazo mnaweka baada ya muda fulani kile ambacho tumezitoa kwenye zile klabu basi kinafanya kazi? Kuna ugumu kidogo, kwa sababu hii inahitaji utafiti kuona kwamba kwa mfano tunaweza tukaanzisha klabu kwenye shule X. Tukishaanzisha klabu kwenye shule X, maana yake ni kwamba kama hamkuweza kupima kiwango cha matumizi ya dawa za kulevya katika shule hiyo
kabla ya kuanzisha na baadaye mkapima baada ya kuanzisha, ndio mnaweza mkapata majibu ambayo ni sahihi, kwamba kabla hatujaanzisha kulikuwa na kiwango cha matumizi ya dawa za kulevya katika shule X ilikuwa hii, na baada ya kuanzisha imekuwa hii. Lakini sisi hatufanyi ile tathmini kwamba kuona kabla tujaanzisha klabu kwamba labda tunapima ukubwa wa tatizo la dawa za kulevya katika eneo tunaloanzisha hili klabu. Lakini ni matumaini yetu tu kwamba tunapopeleka ile elimu watoto wanaelewa, kwa taarifa tunazozipata tu kwa walimu, kwamba hizi klabu zinawasaidia, kwa sababu watoto wengi tunaona sasa wanakuwa na maadili, wanakuwa na nini, kwa sababu ni sehemu tu ya kufundisha maadili. Lakini ukiacha kwenye klabu hizi, lakini kuna somo shuleni ambalo linaitwa historia Tanzania na maadili, na kwenye hili somo japo hakuna syllabus mahususi ambazo zinasema kuhusu dawa za kulevya, lakini walimu wanapewa maelekezo kwamba wawe wanachopeka mada za dawa za kulevya kwenye masomo yao. Kwa hiyo kwa njia hii yote tunaona kwamba hii elimu inawafikia watoto, na kwa kiwango kikubwa kwamba kwa muda mrefu na ukuja tutaokoa hiki kizazi ambacho kiko hatarini kujiingiza kwenye matumizi ya dawa za kulevya. Sawa, naona umeongea vema kabisa, na mimi nakuunga mkono, maana siku zote ukifanya kitu lazima utarajie matokeo chanya, si ndivyo? Naam. Natamani uniambie ni mafanikio gani makubwa ambayo mamlaka mmeyapata hivi karibuni, miaka hivi karibuni mnasema yaani mafanikio jamani, tupe maua yetu mapema. Mafanikio mengi sana. Kwa mfano kuna maeneo ambayo, kwa mfano maeneo ya Arusha kule, maeneo ya Kisimili, kulikuwa kumekithiri sana kilimo cha bangi. Lakini kwa sasa baada ya sisi kwenda kukamata wale wanaojihusisha na kilimo cha bangi na kufyeka mashamba ya bangi, watu wengi wameacha kulima bangi, wanalima mazao ambayo ni halali kabisa. Kwa hiyo hayo tunaona ni mafanikio. Lakini vile vile tumeanzisha vituo vya matibabu kwa ajili ya waraibu wa dawa za kulevya. Tunaona kiasi kikubwa cha watu walioathirika na dawa za kulevya wanajiunga kwenye vituo vya matibabu. Kwa hiyo unaona hii yote ni faida kubwa sana, ni mafanikio makubwa sana. Lakini vile vile tumefikia watu wengi zaidi kwa elimu juu ya dawa za kulevya. Kwa hiyo yote haya ni mafanikio. Kwa kweli tangu mamlaka imeanzishwa tunaona kabisa kumekuwa na mafanikio makubwa. Kwa sababu mikakati mikuu ya mamlaka katika kudhibiti dawa za kulevya, tunayo mikakati mikubwa 4. Mkakati wa kwanza ni kuhakikisha kwamba tunapunguza uingiaji, uzalishaji na usambazaji wa dawa za kulevya nchini, ambayo hii inaitwa supply reduction. Lakini vile vile tunapunguza uhitaji wa dawa za kulevya nchini. Tunafanya hii sasa kwa kutoa elimu sahihi kwa jamii juu ya madhara ya dawa za kulevya, ili jamii isijiingize kwenye biashara na matumizi ya dawa za kulevya. Na wakati huo tunaihamasisha jamii kushiriki kikamilifu katika mapambano dhidi ya dawa za kulevya. Kwa sababu swala la mapambano dhidi ya dawa za kulevya sio la mamlaka. Mamlaka ni kama coordinator tu, lakini kila mtu anahusika, kwa sababu hao wanaouza dawa za kulevya ni watu tunaishi nao karibu majumbani, ni majirani zetu, ni wazazi wetu, ni baba zetu. Kwa hiyo ni kwamba sisi wote tukiona kwamba swala la dawa za kulevya ni swala baya, wote tukashiriki kikamilifu katika kupambana nalo, tunaweka kwamba tutafika mbali. Lakini mkakati wetu wa 3 tunasema kupunguza madhara yanayotokana na dawa za kulevya. Haya dawa za kulevya, matumizi ya dawa za kulevya yana madhara mengi sana. Yana madhara ya kiafya. Kama nilivyosema hapo awali kwamba dawa za kulevya ni kemikali ambazo ukizitumia zinaathiri mfumo wa fahamu. Kwa hiyo vijana wetu wengi waliojiingiza kwenye matumizi ya dawa za kulevya wanaumwa, wanapata matatizo ya kiafya. Wanapata matatizo ya kiafya, kwa hiyo afya yao ina matatizo ya afya ya akili. Akili zao zinakuwa zimekuwa hovyo. Nafikiri wote mtakuwa mashahidi, mmeshaona watu ambao wameathirika na dawa za kulevya, wale waraibu, mnaona hali yao walionayo, wanakuwa ni wachafu, wanakuwa ni watu ambao unaona kabisa kwamba tofauti na walivyokuwa mwanzo. Kwa hiyo zinaathiri ubongo, wanapata matatizo ya afya ya akili. Lakini kuna matatizo ya afya ya kimwili vile vile. Wanapata maambukizi ya ukimwi, wanapata maambukizi ya homa ya ini, lakini wanaugua magonjwa ya ngozi, wanaugua magonjwa mbalimbali kutokana na matumizi ya dawa za kulevya. Kwa hiyo mamlaka sasa ni kupunguza haya madhara miongoni mwa hao watumiaji. Tumeanzisha vituo vya matibabu ambavyo hivi vituo vinawatibu hao watu ambao wameathirika na dawa za kulevya, wanarudi kwenye hali yao ya kawaida ili kuweza kulitumikia taifa. Kwa hiyo haya yote kwa ujumla ni mafanikio makubwa sana
ya mamlaka tangu imeanzishwa mwaka 2017. Sawa, msikilizaji, kupitia namba ya simu 0735787820 unayo fursa ya kushiriki na mimi pamoja na Daktari Peter Mfisi ambaye ni kamishna wa kinga na tiba mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya Tanzania. Tunaongelea mambo mengi kuelekea maadhimisho ya siku ya kimataifa ya kupinga matumizi na biashara haramu ya dawa za kulevya ambayo hufanyika Juni 26 ya kila mwaka. Kwa hivi sasa naomba tupishe wadhamini ambao natuhakikishia tunakwenda hewani. Tukirejea mara baada ya hapo na kuja kuendelea na Daktari Peter Mfisi. Msikilizaji, ni saa 11 dakika ya 35 kama ambavyo nimekuambia, tupo na Daktari Peter Mfisi, kamishna wa kinga na tiba mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya Tanzania. Tunaongelea mambo mengi sana kuelekea maadhimisho ya siku ya kimataifa ya kupinga matumizi na biashara haramu ya dawa za kulevya ambayo huadhimishwa kila Juni 26 kila mwaka, msikilizaji. Na kuna vingi sana ambavyo ameongelea mpaka hivi sasa. Ameongelea namna kazi zinavyofanywa na wao kama mamlaka, lakini pia ameongelea namna ambavyo wanashirikiana na taasisi zingine kama vile TAKUKURU. Ameeleza hayo mengi kwa faida yako msikilizaji, lakini pia amezungumzia mafanikio ambayo kama mamlaka wanajivunia mpaka hivi sasa. Naomba tuelekee mbele zaidi, maana wakati nao unatutupa mkono. Umeeleza namna ambavyo mnawasaidia wale vijana ambao wameathirika na madawa ya kulevya, si ndivyo? Na tamani nifahamu kwamba kuna vituo vya tiba na marekebisho kwa kiasi gani kwa nchini Tanzania? Kwanza labda ningependa kusema tu kwamba kwa hapa Tanzania mara nyingi hawa watu walioathirika na dawa za kulevya wanatakiwa kufanya matibabu kama ya aina 3, lakini matibabu yako ya aina nyingi, lakini kwa hapa nchini mpaka sasa ambayo yanapatikana ni aina 3. Moja, unaweza kwenda kwenye vituo vya kwenye hospitali, kwenye vile vitengo vya afya akili wanaita psychiatric department, ambazo zinapatikana kwenye hospitali za mikoa na baadhi ya hospitali za wilaya. Kwenye hizi hospitali, kwenye hivi vitengo wanatibu uraibu wa dawa za kulevya. Lakini ya pili ni kwamba kuna sober house. Nafikiri mmeshawahi kusikia sober house. Hizi ni nyumba maalum za upataji nafuu ambazo wa Tanzania watu wengi walioathirika na dawa za kulevya na pamoja na aina nyingine za vilevi wanaweza wakapatiwa tiba kwenye haya maeneo, kwenye hizi nyumba. Hizi nyumba mpaka sasa hivi tunazo nyumba karibu 68 ambazo zipo na zinafanya kazi hiyo na zinawahudumia waraibu mbalimbali wa dawa za kulevya pamoja na vilevi vingine kama pombe na wakati mwingine hata sigara kwenye hizi sober house. Je, zile harama ni stahimilivu kwa mwananchi wa kawaida? Ni kweli, kwa sababu hizi sober house mara nyingi zinaanzishwa na watu binafsi au na asasi za kiraia, na mara nyingi kuna gharama kidogo na watu wanachangia kwa sababu ya chakula, kwa sababu mara nyingi kwenye sober house hawa waraibu wanatakiwa waishi humo ndani, huduma zote wapate humo, kiwepo kuoga, kula, kufanya nini. Kwa hiyo maana yake ni kwamba kuna baadhi ya gharama ambazo zinahitajika, lakini gharama zake zinatofautiana kati ya sober house moja na sober house nyingine kulingana na zile huduma wanazozitoa. Lakini sisi kazi yetu ni kuhakikisha kwamba huduma zinazotolewa basi zinakidhi vile vigezo vya utoaji wa huduma kwa uraibu wa dawa za kulevya. Kwa hiyo tumeanzisha mwongozo maalum unaitwa mwongozo wa uanzishaji na uendeshaji wa sober house nchini, hasa unatumika tu kwa Tanzania bara. Kwa hiyo kwa kutumia huo mwongozo basi tunafanya usimamizi kuhakikisha kwamba nyumba zote zinaendesha hiyo kazi kwa mujibu wa taratibu na sheria zilizopo. Lakini kwa swala la malipo ni kweli, kwa sababu hizi taasisi hizi sober house zinaanzishwa na watu binafsi au asasi za kiraia, kwa hiyo lazima zinakuwa na malipo kidogo, na malipo yanatokana tofautiana kati ya sober house moja na nyingine. Ni kama shule tu. Unaona shule za sekondari wengine wanalipa hivi, wengine wanalipa hivi, kwa kutokana na jinsi huduma zinazotolewa mle. Kusema kwamba himilivu inawezekana kweli kwa baadhi ya Watanzania kutokana na hali zao za kiuchumi wanaweza kushindwa, lakini kuna Watanzania ambao wanaweza kumudu kupatiwa matibabu. Lakini baadhi ya hizi sober house zingine zenyewe zimejiongeza, zinatafuta wafadhili. Kwa hiyo kadri wafadhili wanavyopatikana
basi hata gharama zile za uendeshaji zinapungua, hata gharama za kumtoza mtu ambaye amekuwa humo zinapungua. Lakini vile vile tunavyo vituo ambavyo hivi vyenyewe vinaendeshwa na serikali, tunaita medical assisted clinics. Hizi ni MAT clinics, yani medical assisted therapy, ambayo ni tunaziita MAT, yani ni kifupi cha medical assisted therapy. Kwamba tunatumia dawa aina ya methadone kuwatibu waraibu wa dawa za kulevya, hasa aina ya afyuni. Na dawa hizi miongoni mwao ni heroin, lakini hata kuna baadhi ya dawa tiba zenye asili ya kulevya ambazo watu wakizitumia hizi dawa tiba zenye asili ya kulevya wanaweza kutibiwa na hii dawa ya methadone. Kwa hiyo hivi vituo vipo, tunavyo nchini, lakini vinaendeshwa vyenyewe, hakuna gharama yoyote, kwa sababu gharama yote inagharimiwa na serikali. Kwa hiyo watu wale walioathirika na dawa aina ya afyuni, ziwe labda heroin pamoja na baadhi ya dawa tiba zenye asili ya kulevya, wanakaribishwa, wanaweza kufuatiwa matibabu bure bila malipo yoyote. Kwa hiyo ni hizo aina 3 za matibabu ambazo zipo nchini. Lakini kiujumla mtu anaweza kuuliza, sasa ni aina gani ya matibabu ambayo inafaa kuliko nyingine? Kabisa. Kiujumla hakuna aina ya matibabu ambayo inawafaa watu wote. Kila mtu anaweza kufaidika kulingana na aina fulani ya matibabu. Wengine wanafaidika zaidi kwenye hizo kliniki kwenye centers za afya ya akili, psychiatric department. Wengine wanafaidika zaidi wanapokwenda sober house, na wengine wanafaidika zaidi wanapokwenda kwenye hizo MAT clinics. Kwa hiyo ni kwa kadri tu mtu alivyoathirika na aina ya dawa anayotumia, basi aende mahali ambapo pataweza kumfaa ili aweze kupona, arejee kwenye hali yake ya kawaida, ili tushirikiane naye katika ujenzi wa taifa letu. Sawa, msikilizaji, ni saa 11 dakika ya 44. Bado tupo na Daktari Peter Mfisi ambaye ni kamishna wa kinga na tiba kutoka Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya Tanzania. Kama una swali lolote, unaweza kutuma message yako ama kupiga simu yako kupitia namba ya simu 0735787820, maana kuna mengi ambayo ameongelea mpaka hivi sasa. Kwenye line ya simu, hello. Kwenye laini ya simu, hello. Habari yako mtangazaji wangu mpendwa? Salama, karibu sana. Asante, usiogope. Sauti hii ni mwanachama wa chama cha Wavumilivu Salam Club, naitwa Maiko Mapikipiki. Napiga simu yangu niko maeneo yangu Nzuguni. Hongera sana kwa kuwa na daktari wetu hapo. Nani daktari nani umesema vile? Anaitwa Daktari Peter Mfisi. Daktari Peter. Naam. Nimempata. Naam. Nilikuwa nataka niulize swali langu moja au kama sio mawili. Je, mmejipanga vipi kuhusu swala zima la kutoa elimu kuhusu hii ndio dawa ya kulevya, hii dawa sio ya kulevya? Kwa sababu gani kwa vile hivyo? Kuna sehemu unaweza hata labda chakula ukala hujui, kumbe mtu kwa yale madawa. Hata je, yani mtu kama Maiko Mapikipiki siyajui, je nitajueje kwamba hii sasa ndio yenyewe sasa dawa au hii sio? Je, nitajuaje rafiki yangu? Swali langu la kwanza. Swali langu la pili, je, mmejipanga vipi kuhusu swala zima la kuendelea kutoa elimu? Kwa sababu unakuta kama sisi labda kijijini kwetu kule ndani kule kabisa mbwinde kule redio unakuta haishiki, mtu anakuwa hana simu janja ile, au sio? Je, mmejipanga vipi kuhusu swala zima la kutoa elimu rafiki yangu? Maiko Mapikipiki toka Nzuguni. Kama vipi, karibu siku moja hapa Nzuguni, unakuja hapa garage, kuna vijana wangu natupa elimu, itakuwa imependeza zaidi. Usikonde. Asante sana msikilizaji. 0735 787820. Kama una swali lolote kwa Daktari Peter Mfisi unakaribishwa. Watu wawili wa mwisho tu msikilizaji watakuwa wananitosha kwa siku hii ya leo. Anasema tunaomba mamlaka husika watembelee vijijini kuja kutoa elimu juu ya madawa ya kulevya, maana vijijini bangi wanaiona kama sigara tu, hasa vijana. Ni Sadala wa Mzogole huko. Asante kwa jumbe yako. Lakini pia huyu anasema anaitwa Daudi Alex kutoka Itigi huko. Anasema kwamba huko kwao mbona watu wameathirika sana na hakuna mwanasaikolojia wa kuwajinga watu na kuwekea mkazo juu ya dawa za kulevya. Ujumbe anasema tunaomba msaada wao. Amesema hivyo huyu mwananchi, anatokea huko Itigi mkoani Singida. 0735787820. Msikilizaji, kama una swali lolote na kukaribisha hivi sasa moja kwa moja uwanjani wako, ulize swali kwa Daktari Peter Mfisi ambaye ni kamishna wa kinga na tiba, anatokea Mamlaka ya Kudhibiti
na kupambana na dawa za kulevya Tanzania. Tunaongea mambo mengi sana kuelekea maadhimisho ya siku ya kimataifa ya kupinga matumizi na biashara haramu ya dawa za kulevya. Karibu sana kwenye maswali hayo ambayo yameulizwa na msikilizaji, lakini kuna jumbe ambazo nimezisoma. Asante. Tuanze na huyu ndugu yetu wa Nzuguni. Nasema kwanza, mnajipanga vipi yani katika kutoa elimu hasa maeneo ya vijijini? Ni kweli mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya imeanzisha ofisi zake za kanda, ambazo hizi ofisi za kanda na baadaye zitaanzisha ofisi za mikoa. Tumeshaanza kuenda kwa baadhi ya mikoa, lakini baadaye tunatarajia tufike hadi kwenye ofisi za wilaya kama ambavyo TAKUKURU wenzetu wapo. Kwa maana hiyo kwamba si lazima mtu wetu sasa usikie redioni au uangalie kwenye simu, lakini tutawafikia physically, tutawafikia moja kwa moja ili kuweza kutoa elimu katika maeneo haya. Lakini kwenye hiyo kijiwe cha waendesha pikipiki cha Nzuguni, niachie mimi, tunayo ofisi yetu ya kanda ambayo iko hapa Dodoma. Nafikiri watafika hapo, watakuja kuwapa elimu juu ya madhara ya dawa za kulevya. Swala la kwanza, kama sikulisikia vizuri, lakini kama vile alisema utagunduaje kwamba hebu labda mtangazaji unaweza ukanani, alisema kwamba utagunduaje kama hii ni dawa za kulevya. Kabisa. Sasa kugundua, kwanza dawa za kulevya ziko katika mifumo mbalimbali. Kwa mfano kama bangi, kuna baadhi ya watu ambao wanaziweka hizi bangi kwenye vyakula. Unaweza kukuta kuna bangi pipi zimetengenezwa lakini zina bangi ndani, biskuti zinatengenezwa zina bangi ndani. Kwa hiyo mimi nafikiri kitu cha muhimu kujua kwamba hizi ni dawa za kulevya au nini, ni kwamba chochote ambacho mtu anakuwa hujakifahamu vizuri, ni vizuri ukawa suspicious kutaka kujua kikoje. Ndio kuna baadhi ya watu wengi wanajiingiza kwenye matumizi ya dawa za kulevya bila kujua. Anafikiri anakula kitu ni kitu cha kawaida, lakini baadaye kumbe kile kitu kinakuwa na dawa za kulevya. Ataanza kujisikia hali fulani, kwake anaweza kahisi labda ni hali nzuri na nini, lakini baadaye unakuta kile kitu ambacho amekula kumbe ni dawa, na hii inaweza kumfanya huyu mtu sasa apate uraibu wa dawa hiyo ambayo iko kwenye chakula. Kwa hiyo tuchukue tahadhari kuhakikisha kwamba kila tunachokula sio tule kila tunachokula, tule vitu ambavyo tunavijua vizuri. Lakini utajuaje kama hiyo ndio nimemueleza. Lakini watu wetu watakapokuja kuwafundisha, watakuja wakati mwingine watakuja na sample za dawa za kulevya, ili wawaonyeshe kwamba ukiona hii bwana ujue hii ni bangi, ukiona hii ujue hii ni heroin, ukiona hii ujue ni nini, ili watu wale ambao wanaweza wakajiingiza kwenye matumizi bila wao kujua, basi waweze kusaidika. Lakini kulikuwa na swali lingine kutoka kwa msikilizaji wetu kutoka Itigi, Singida. Anasema tuwatembelee vijijini kutoa elimu. Ni nafikiri nafanana na swali la kwanza la mwenzetu huyu wa Nzuguni, kwamba lengo ni kwamba tumeanzisha hii ofisi za kanda, na lengo letu tutaanzisha ofisi za mikoa. Tutakuwa na huko kwa Singida, na hata Singida basi tutafika mpaka Itigi, kuhakikisha kwamba kila mahali ambapo kuna Mtanzania anafikiwa na elimu dhidi ya dawa za kulevya, ili mwishoni tuhakikishe kwamba Watanzania wote kwa ujumla wanajua kwa sahihi kwamba madhara ya dawa za kulevya ni yapi, ili wasiweze kujiingiza. Na kwa wale ambao watakuwa wanajiingiza, basi watakuwa wanajiingiza kwenye matumizi ya dawa za kulevya wakiwa na elimu tosha juu ya madhara yanayoweza kuwapata. Kwa hiyo hili tunawashukuru wasikilizaji wetu kwamba wana hamu ya kupata elimu, lakini kwa bahati mbaya au nzuri hatujawafikia. Lakini niwahakikishie kwamba hivi karibuni hiyo ofisi za mikoa zitaanzishwa. Kwa hiyo tutakuwa na uwezo wa kufika maeneo ya vijijini zaidi kuliko ilivyo sasa hivi. Lakini vile vile ametoa swali na nyingine kwamba huku kwetu kuna watu walioathirika, lakini hakuna wana saikolojia kuweza kuwatibu. Nafikiri nimelieleza ndugu mtangazaji kwa mwanzo kwamba kwenye hospitali hizi za yani unaweza kukuta kuna baadhi ya maeneo hakuna sober house, lakini kuna maeneo mengine vile vile hakuna mat clinic, lakini wanaweza kuwa na hospitali. Na bahati inawezekana labda kwenye hospitali yenu ya wilaya inaweza kawa na hiki kitengo cha psychiatric, kitengo cha afya ya akili, basi huyu mtu akipelekwa kwenye hivyo vitengo anaweza akapata suluhisho ya tatizo lake la huo uraibu wa dawa za kulevya. Lakini sisi kama mamlaka, kama nilivyoeleza hapo mwanzo, ilianzishwa mwaka 2017, bado ni wachanga, lakini lengo letu ni kufika maeneo yote kwa elimu, na kufika maeneo yote kwa matibabu, lakini vile vile kufika maeneo yote kwa udhibiti wa dawa za kulevya. Tutawafikia kudhibiti
dawa za kulevya, tutawafikia kutoa elimu, lakini tutawafikia vile vile kuwatibu wale walioathirika na dawa za kulevya. Sawa Daktari Peter Mfisi, unajua unajaribu kuvaa kiatu cha mwananchi ambaye huenda anasikiliza hivi sasa. Umeongelea kutoa elimu, tutawapa elimu, si ndivyo? Mimi mwananchi nimeshapewa elimu, nishajua haya ni madawa ya kulevya. Sasa najiuliza ni namna gani mimi kama mwananchi nitatumia njia ambayo itaniweka mimi salama kutoa taarifa na niwe salama taarifa za kihalifu ama shughuli za kihalifu ambazo zinahusiana na dawa za kulevya bila kuhatarisha usalama wangu. Sahihi kabisa. Mamlaka ya kudhibiti na dawa za kulevya ina kitengo chake maalum. Hii kitengo ina call center ambayo ina namba 119. Ukipiga hii namba 119 ni bure kabisa, na wala hulipishwi chochote, na wala hatuna haja kukujua kwamba wewe uko wapi. Yaani tunaweza tukujua wewe ni nani, uko wapi, lakini hatuwezi kukutrace tena kwa sababu ile namba yako inakuwa haibaki kwetu. Lakini lengo wewe unatoa taarifa kwamba labda mahali fulani, karibu na msikiti fulani, karibu na kanisa fulani, au karibu na nini kuna mtu tunahisi. Hata kama unahisi tu, wewe toa taarifa. Ni kwamba si kwamba sisi ukitoa taarifa kwa kutumia namba 119 ambayo ni bure kabisa, kwamba eti sisi tutakwenda kumkamata yule mtu wakati huo, hapana. Sisi ukishatupa hiyo taarifa, tuna kitengo chetu cha intelligence ambao kazi yake ni kuchunguza, kufanya uchunguzi kwa watu wote, uhalifu wa aina yote wa wauzaji wa dawa za kulevya. Kwa hiyo sisi tutatoka kama ni tip, then sisi tutaanzia pale kuchunguza. Huyu mtu akijulikana kweli anatumia dawa za kulevya, tutamkamata, tutampeleka kwenye vyombo vya sheria. Lakini kama labda ulikuwa unahisi tu si kweli, maana mtu mwingine anaweza katokea mtu ameuza shamba lake, baada ya kuuza shamba akanunua pikipiki, wakaona anavaa nguo nzuri katika kipindi cha mwezi mmoja ambazo hela zipo, watu wakasema jamaa vipi huyu, mbona ghafla kanunua pikipiki, ghafla anapiga bonge la nani makoti, anapamba kali, huyu atakuwa anauza dawa za kulevya, huyu anatoa taarifa. Kumbe mnakuja kugundua kumbe hajihusishe na kitu chochote. Kwa hiyo hata kama unahisi, wewe toa taarifa kwa kutumia namba 119. Na kwenye namba 119 vile vile unaweza kupatiwa elimu, unaweza kaelekezwa vituo vya matibabu viko wapi, unaweza kupatiwa elimu dhidi ya dawa za kulevya. Kwa hiyo ni vizuri wananchi wakaitumia hii namba. Ukiwa na simu yako yoyote, sio lazima iwe smartphone, wewe bonyeza tu 119, sikiliza, utapokelewa, utasema pale kwamba 1 2 3 4, utalindwa na hakuna mtu anaweza kukubugudhi, na taarifa yako haiwezi kupelekwa mahali popote. Karibuni sana, tumieni hii namba kudhibiti dawa za kulevya, kuhakikisha kwamba mnatoa taarifa za wahalifu wa dawa za kulevya. Sawa Daktari Peter Mfisi, unajua somo limekuwa zuri sana kwangu mimi na msikilizaji. Kwa hiyo msikilizaji akija kuona mimi napendeza siku 2-3 asije kusema wewe tayari akapiga kutoa taarifa, mambo kama hayo hakuna. Toa taarifa ambazo zinakuwa zina ukweli ndani mwake. Sasa kwa kumalizia, tukiwa tunaelekea ukingoni, na tamani uniambie kitu kimoja kwa faida ya msikilizaji. Jamii inapaswa kuwachukuliaje waathirika wa dawa za kulevya, kama wahalifu ama wagonjwa ambao wanahitaji msaada? Jamii kwanza tujue kabisa kwamba watu wengi wanajiingiza kwenye matumizi ya dawa za kulevya bila wao kujua kwamba wamejiingiza huko. Kwa hiyo tusiwaone moja kwa moja kwamba wahalifu. Tuone kama ni wagonjwa ambao wanahitaji msaada. Kwa hiyo kama kuna mahali popote unajua kuna mahali kwenye matibabu, umsaidie huyu mgonjwa ili aweze kufika kwenye sehemu hizo za matibabu, aweze kupatiwa matibabu sahihi. Kwa hiyo mimi naiasa jamii kwamba ione kama sio kwamba ni upotofu wa maadili. Wapo wengi ambao waliingia kwenye matumizi ya dawa za kulevya bila wao kujua, kwa sababu uraibu wa dawa za kulevya ni ugonjwa ambao yani huna jinsi wewe mwenyewe binafsi huwezi kuacha. Ndio maana mtu mwingine anasema hivi, huyo kwa nini asiache? Mbona hizi dawa zinamsumbua sana? Ni kwamba ukishafika kwenye hatua ya kupata uraibu wa dawa za kulevya, huwezi kuacha kabisa kwa hali yako mwenyewe. Lazima upate msukumo kutoka nje na msukumo wa kwako mwenyewe ili uweze kuachana na hizi dawa za kulevya. Kwa hiyo tunaomba watu wawasaidie, wawapeleke kwenye vituo vya matibabu. Kama ni mtoto wako, usimtupe, usimwache, mchukue, mpeleke kwenye kituo cha matibabu, atibiwe, achane na matumizi ya dawa za kulevya. Baadaye ya kusema ili mimi hata kifa basi atajua mwenyewe. Huyu ni binadamu, inawezekana aliingia pale bila yeye kujua, bahati mbaya amenani. Mtoto akifanya nini, huwezi kukata mkono wake. Kabisa. Sasa Daktari Peter Mfisi, tukiwa tunaelekea ukingoni, na tamani tukumbushe ile kauli mbiu, lakini pia maadhimisho haya yatakwenda kufanyikia wapi kwa faida ya msikilizaji? Maadhimisho haya yatafanyika katika viwanja vya Jakaya Kikwete vilivyoko jijini Dodoma. Yataanzia tarehe 24 hadi tarehe 26 mwezi wa 6 mwaka 2025,
kauli mbiu ni kwamba tunatakiwa kuinvesti kwenye kinga na tiba ili tuweze kupambana na dawa za kulevya. Kwa hiyo kauli mbiu ni kwamba tuweze kuinvest kwenye kinga na tiba ili kuweza kupambana na dawa za kulevya. Na maadhimisho hayo kilele cha maadhimisho hayo yatakuwa tarehe 26 mwezi wa 6 mwaka huu, na mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano ya Tanzania. Kwa hiyo tunawakaribisha wote ili mje mjishuhudie wenyewe maadhimisho hayo, muweze kupatiwa elimu dhidi ya dawa za kulevya ili watu waachane kabisa na biashara na matumizi ya dawa za kulevya. Sawa, Daktari Peter Mfisi, mimi nisiposema neno asante nitakuwa nakosea. Nakushukuru sana kwa muda wako na kwa wakati wako, lakini pia kwa somo zuri kwa msikilizaji. Naamini mpaka hivi sasa jamii itakwenda kubadilika. Mtoto wa mwenzio muone kama wa kwako. Tuna wajibu kama jamii kuzuia ama kupambana na matumizi ya dawa za kulevya. Msikilizaji, karibu sana. Kwa wakati huu muda si mrefu tunakwenda kusali kwa pamoja sala Malaika wa Bwana. Tulikuwa na Daktari Mfisi, Peter Mfisi ambaye ni kamishna wa kinga na tiba, anatokea mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya Tanzania. Tumeongelea mambo mengi sana kuelekea maadhimisho ya siku ya kimataifa ya kupinga matumizi na biashara haramu za dawa za kulevya. Msikilizaji, kwa wakati huu mimi sina la ziada. Kesho nayo ni siku, tukutane kuanzia majira yale ya saa 10 kamili mpaka saa 11 dakika ya 55. Saa 12 kamili ni matangazo ya moja kwa moja kutoka DW Bonn nchini Ujerumani. Lakini Derek Chomi anakuhakikishia basi taarifa hizo unazipata kule kwenye mitandao ya kijamii Instagram pamoja na YouTube. Msikilizaji, ni saa 11 dakika ya 35. Kama ambavyo nimekuambia, tupo na Daktari Peter Mfisi, kamishna wa kinga na tiba, mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya Tanzania. Tunaongelea mambo mengi sana kuelekea maadhimisho ya siku ya kimataifa ya kupinga matumizi na biashara haramu ya dawa za kulevya, ambayo huadhimishwa kila Juni 26 kila mwaka. Msikilizaji, na kuna vingi sana ambavyo ameongelea mpaka hivi sasa. Ameongelea namna kazi zinavyofanywa na wao kama mamlaka, lakini pia ameongelea namna ambavyo wanashirikiana na taasisi zingine kama vile TAKUKURU. Ameeleza hayo mengi kwa faida yako msikilizaji, lakini pia amezungumzia mafanikio ambayo kama mamlaka wanajivunia mpaka hivi sasa. Naomba tuelekee mbele zaidi, maana wakati nao unatutupa mkono. Umeeleza namna ambavyo mnawasaidia wale vijana ambao wameathirika na madawa ya kulevya, si ndivyo? Natamani nifahamu kwamba kuna vituo vya tiba na marekebisho kwa kiasi gani kwa nchini Tanzania? Kwanza labda ningependa kusema tu kwamba kwa hapa Tanzania mara nyingi hawa watu walioathirika na dawa za kulevya wanatakiwa kufanya matibabu kama ya aina 3, lakini matibabu yako ya aina nyingi, lakini kwa hapa nchini mpaka sasa ambayo yanapatikana ni aina 3. Moja, unaweza kwenda kwenye vituo kwenye hospitali, kwenye vile vitengo vya afya akili wanaita psychiatric department, ambazo zinapatikana kwenye hospitali za mikoa na baadhi ya hospitali za wilaya. Kwenye hizi hospitali, kwenye hivi vitengo wanatibu uraibu wa dawa za kulevya. Lakini ya pili ni kwamba kuna sober house. Nafikiri mmeshawahi kusikia sober house. Hizi ni nyumba maalum za upataji nafuu ambazo wa Tanzania watu wengi walioathirika na dawa za kulevya na pamoja na aina nyingine za vilevi wanaweza wakapatiwa tiba kwenye haya maeneo, kwenye hizi nyumba. Hizi nyumba mpaka sasa hivi tunazo nyumba karibu 68 ambazo zipo na zinafanya kazi hiyo na zinawahudumia waraibu mbalimbali wa dawa za kulevya pamoja na vilevi vingine kama pombe na wakati mwingine hata sigara kwenye hizi sober house. Je, zile harama ni stahimilivu kwa mwananchi wa kawaida? Ni kweli, kwa sababu hizi sober house mara nyingi zinaanzishwa na watu binafsi au na asasi za kiraia, na mara nyingi kuna gharama kidogo na watu wanachangia kwa sababu ya chakula, kwa sababu mara nyingi kwenye sober house hawa waraibu wanatakiwa waishi humo ndani na huduma zote wapate humo, kiwepo kuoga, kula, kufanya nini. Kwa hiyo maana yake ni kwamba kuna baadhi ya gharama ambazo zinahitajika, lakini gharama zake
zinatofautiana kati ya sober house moja na sober house nyingine kulingana na zile huduma wanazozitoa. Lakini sisi kazi yetu ni kuhakikisha kwamba huduma zinazotolewa basi zinakidhi vile vigezo vya utoaji wa huduma kwa uraibu wa dawa za kulevya. Kwa hiyo tumeanzisha mwongozo maalum unaitwa mwongozo wa uanzishaji na uendeshaji wa sober house nchini, hasa unatumika tu kwa Tanzania bara. Kwa hiyo kwa kutumia huo mwongozo basi tunafanya usimamizi kuhakikisha kwamba nyumba zote zinaendesha hiyo kazi kwa mujibu wa taratibu na sheria zilizopo. Lakini kwa swala la malipo ni kweli, kwa sababu hizi taasisi hizi sober house zinaanzishwa na watu binafsi au asasi za kiraia, kwa hiyo lazima zinakuwa na malipo kidogo, na malipo yanatokana tofautiana kati ya sober house moja na nyingine. Ni kama shule tu. Unaona shule za sekondari wengine wanalipa hivi, wengine wanalipa hivi, kwa kutokana na jinsi huduma zinazotolewa mle. Kusema kwamba himilivu inawezekana kweli kwa baadhi ya Watanzania kutokana na hali zao za kiuchumi wanaweza kushindwa, lakini kuna Watanzania ambao wanaweza kumudu kupatiwa matibabu. Lakini baadhi ya hizi sober house zingine zenyewe zimejiongeza, zinatafuta wafadhili. Kwa hiyo kadri wafadhili wanavyopatikana, basi hata gharama zile za uendeshaji zinapungua, hata gharama za kumtoza mtu ambaye amekuwa humo zinapungua. Lakini vile vile tunavyo vituo ambavyo hivi vyenyewe vinaendeshwa na serikali, tunaita medical assisted clinics. Hizi ni MAT clinics, yani medical assisted therapy, ambayo ni tunaziita MAT, yani ni kifupi cha medical assisted therapy. Kwamba tunatumia dawa aina ya methadone kuwatibu waraibu wa dawa za kulevya, hasa aina ya afyuni. Na dawa hizi miongoni mwao ni heroin, lakini hata kuna baadhi ya dawa tiba zenye asili ya kulevya ambazo watu wakizitumia hizi dawa tiba zenye asili ya kulevya wanaweza kutibiwa na hii dawa ya methadone. Kwa hiyo hivi vituo vipo tunavyo nchini, lakini vinaendeshwa vyenyewe, hakuna gharama yoyote, kwa sababu gharama yote inagharimiwa na serikali. Kwa hiyo watu wale walioathirika na dawa aina ya fyuni, ziwe labda heroin pamoja na baadhi ya dawa tiba zenye asili ya kulevya, wanakaribishwa, wanaweza kufuatiwa matibabu bure bila malipo yoyote. Kwa hiyo ni hizo aina tatu za matibabu ambazo zipo nchini. Lakini kiujumla mtu anaweza kuuliza, sasa ni aina gani ya matibabu ambayo inafaa kuliko nyingine? Kabisa. Kiujumla hakuna aina ya matibabu ambayo inawafaa watu wote. Kila mtu anaweza kufaidika kulingana na aina fulani ya matibabu. Wengine wanafaidika zaidi kwenye hizo kliniki kwenye centers za afya akili, psychiatric department. Wengine wanafaidika zaidi wanapokwenda sober house, na wengine wanafaidika zaidi wanapokwenda kwenye hizo MAT clinics. Kwa hiyo ni kwa kadri tu mtu alivyoathirika na aina ya dawa anayotumia, basi aende mahali ambapo pataweza kumfaa ili aweze kupona, arejee kwenye hali yake ya kawaida, ili tushirikiane naye katika ujenzi wa taifa letu. Sawa, msikilizaji, ni saa 11 dakika ya 44. Bado tupo na Daktari Peter Mfisi ambaye ni kamishna wa kinga na tiba kutoka Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya Tanzania. Kama una swali lolote, unaweza kutuma message yako ama kupiga simu yako kupitia namba ya simu 0735787820, maana kuna mengi ambayo ameongelea mpaka hivi sasa. Kwenye line ya simu, hello. Kwenye line ya simu, hello. Habari yako mtangazaji wangu mpendwa? Salama, karibu sana. Asante, usiogope. Sauti hii ni mwanachama wa chama cha Wavumilivu Salam Club, naitwa Maiko Mapikipiki. Napiga simu yangu niko mwanangu Nzuguni. Hongera sana kwa kuwa na daktari wetu hapo. Nani daktari nani umesema vile? Anaitwa Daktari Peter Mfisi. Daktari Peter. Naam. Nimempata. Naam. Nilikuwa nataka niulize swali langu moja au kama sio mawili. Je, mmejipanga vipi kuhusu swala zima la kutoa elimu kuhusu hii ndio dawa ya kulevya, hii dawa sio ya kulevya? Kwa sababu gani kwa vile hivyo? Kuna sehemu unaweza hata labda chakula ukala hujui, kumbe mtu kwa yale madawa. Hasa je, yani mtu kama Maiko Mapikipiki siyajui, je nitajuaje kwamba hii sasa ndio yenyewe sasa dawa au hii sio? Je, nitajuaje rafiki yangu? Swali langu la kwanza. Swali langu la pili, je,
mmejipanga vipi kuhusu swala zima la kuendelea kutoa elimu kwa sababu unakuta kama sisi labda kijijini kwetu kule ndani kule kabisa mbwinde kule redio unakuta haishiki, mtu anakuwa hana simu janja ile, au sio? Je, mmejipanga vipi kuhusu swala zima la kutoa elimu rafiki yangu? Maiko mapikipiki toka Nzuguni, kama vipi? Karibu siku moja hapa Nzuguni, unakuja hapa garage, kuna vijana wangu natupa elimu, itakuwa imependeza zaidi. Usikonde. Asante sana msikilizaji. 0735 787820 kama una swali lolote kwa Daktari Peter Mfisi unakaribishwa. Watu wawili wa mwisho tu msikilizaji watakuwa wananitosha kwa siku hii ya leo. Anasema tunaomba mamlaka husika watembelee vijijini kuja kutoa elimu juu ya madawa ya kulevya, maana vijijini bangi wanaiona kama sigara tu, hasa vijana. Ni Sadala wa Mzogole huko. Asante kwa jumbe yako. Lakini pia huyu anasema anaitwa Daudi Alex kutoka Itigi huko. Anasema kwamba huko kwao mbona watu wameathirika sana na hakuna mwanasaikolojia wa kuwajinga watu na kuwekea mkazo juu ya dawa za kulevya. Ujumbe anasema tunaomba msaada wao. Amesema hivyo huyu mwananchi, anatokea huko Itigi mkoani Singida. 0735787820 msikilizaji, kama una swali lolote na kukaribisha hivi sasa moja kwa moja uwanjani wako, ulize swali kwa Daktari Peter Mfisi ambaye ni kamishna wa kinga na tiba, anatokea mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya Tanzania. Tunaongea mambo mengi sana kuelekea maadhimisho ya siku ya kimataifa ya kupinga matumizi na biashara haramu ya dawa za kulevya. Karibu sana kwenye maswali hayo ambayo yameulizwa na msikilizaji, lakini kunako jumbe ambazo nimezisoma. Asante. Tuanze na huyu ndugu yetu wa Nzuguni. Nasema kwanza mnajipanga vipi yani katika kutoa elimu hasa maeneo ya vijijini? Ni kweli mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya imeanzisha ofisi zake za kanda, ambazo hizi ofisi za kanda na baadaye zitaanzisha ofisi za mikoa. Tumeshaanza kuenda kwa baadhi ya mikoa, lakini baadaye tunatarajia tufike hadi kwenye ofisi za wilaya kama ambavyo TAKUKURU wenzetu wapo. Kwa maana hiyo kwamba si lazima mtu wetu sasa usikie redioni au angalie kwenye simu, lakini tutawafikia physically, tutawafikia moja kwa moja ili kuweza kutoa elimu katika maeneo haya. Lakini kwenye hiyo kijiwe cha waendesha pikipiki cha Nzuguni, niachie mimi, tunayo ofisi yetu ya kanda ambayo iko hapa Dodoma. Nafikiri watafika hapo, watakuja kuwapa elimu juu ya madhara ya dawa za kulevya. Swala la kwanza, kama sikulisikia vizuri, lakini kama vile alisema utagunduaje kwamba hebu labda mtangazaji unaweza ukanani, alisema kwamba utagunduaje kama hii ni dawa za kulevya. Kabisa. Sasa kugundua, kwanza dawa za kulevya ziko katika mifumo mbalimbali. Kwa mfano kama bangi, kuna baadhi ya watu ambao wanaziweka hizi bangi kwenye vyakula. Unaweza kukuta kuna bangi tepipi zimetengenezwa lakini zina bangi ndani, biskuti zinatengenezwa zina bangi ndani. Kwa hiyo mimi nafikiri kitu cha muhimu kujua kwamba hizi ni dawa za kulevya au nini, ni kwamba chochote ambacho mtu anakuwa hujakifahamu vizuri, ni vizuri ukawa suspicious kutaka kujua kikoje. Ndio kuna baadhi ya watu wengi wanajiingiza kwenye matumizi ya dawa za kulevya bila kujua. Anafikiri anakula kitu ni kitu cha kawaida, lakini baadaye kumbe kile kitu kinakuwa na dawa za kulevya. Ataanza kujisikia hali fulani, kwake anaweza kahisi labda ni hali nzuri na nini, lakini baadaye unakuta kile kitu ambacho amekula kumbe ni dawa, na hii inaweza kumfanya huyu mtu sasa apate uraibu wa dawa hiyo ambayo iko kwenye chakula. Kwa hiyo tuchukue tahadhari kuhakikisha kwamba kila tunachokula sio tule kila tunachokula, tule vitu ambavyo tunavijua vizuri. Lakini utajuaje kama hiyo ndio nimemueleza. Lakini watu wetu watakapokuja kuwafundisha, watakuja wakati mwingine watakuja na sample za dawa za kulevya, ili wawaonyeshe kwamba ukiona hii bwana ujue hii ni bangi, ukiona hii ujue hii ni heroin, ukiona hii ujue ni nini, ili watu wale ambao wanaweza wakajiingiza kwenye matumizi bila wao kujua basi waweze kusaidika. Lakini kulikuwa na swali lingine kutoka kwa msikilizaji wetu kutoka Itigi Singida. Anasema tuwatembelee vijijini kutoa elimu. Ni nafikiri nafanana na swali la kwanza la mwenzetu huyu wa Nzuguni, kwamba lengo ni kwamba tumeanzisha hii ofisi za kanda, na lengo letu tutaanzisha ofisi za mikoa. Tutakuwa na huko kwa Singida, na hata Singida basi tutafika mpaka Itigi, kuhakikisha kwamba kila mahali ambapo kuna Mtanzania anafikiwa na elimu dhidi ya dawa za kulevya, ili mwishoni tuhakikishe kwamba Watanzania wote kwa ujumla wanajua kwa sahihi
kwamba madhara ya dawa za kulevya ni yapi, ili wasiweze kujiingiza. Na kwa wale ambao watakuwa wanajiingiza, basi watakuwa wanajiingiza kwenye matumizi ya dawa za kulevya wakiwa na elimu tosha juu ya madhara yanaweza kuwapata. Kwa hiyo hili tunawashukuru wasikilizaji wetu kwamba wana hamu ya kupata elimu, lakini kwa bahati mbaya au nzuri hatujawafikia. Lakini niwahakikishie kwamba hivi karibuni hiyo ofisi za mikoa zitaanzishwa, kwa hiyo tutakuwa na uwezo wa kufika maeneo ya vijijini zaidi kuliko ilivyo sasa hivi. Lakini vile vile ametoa swali ndani nyingine kwamba huku kwetu kuna watu walioathirika, lakini hakuna wana saikolojia wa kuweza kuwatibu. Nafikiri nimelieleza ndugu mtangazaji kwa mwanzo kwamba kwenye hospitali hizi za yani unaweza kukuta kuna baadhi ya maeneo hakuna sober house, lakini kuna maeneo mengine vile vile hakuna mat clinic, lakini wanaweza kuwa na hospitali. Na bahati inawezekana labda kwenye hospitali yenu ya wilaya inaweza kawa na hiki kitengo cha psychiatric, kitengo cha afya ya akili, basi huyu mtu akipelekwa kwenye hivyo vitengo anaweza akapata suluhisho ya tatizo lake la huo uraibu wa dawa za kulevya. Lakini sisi kama mamlaka, kama nilivyoeleza hapo mwanzo, ilianzishwa mwaka 2017, bado ni wachanga, lakini lengo letu ni kufika maeneo yote kwa elimu, na kufika maeneo yote kwa matibabu, lakini vile vile kufika maeneo yote kwa udhibiti wa dawa za kulevya. Tutawafikia kudhibiti dawa za kulevya, tutawafikia kutoa elimu, lakini tutawafikia vile vile kuwatibu wale walioathirika na dawa za kulevya. Sawa Daktari Peter Mfisi, unajua unajaribu kuvaa kiatu cha mwananchi ambaye huenda anasikiliza hivi sasa. Umeongelea kutoa elimu, tutawapa elimu, si ndivyo? Mimi mwananchi nimeshapewa elimu, nishajua haya ni madawa ya kulevya. Sasa najiuliza ni namna gani mimi kama mwananchi nitatumia njia ambayo itaniweka mimi salama kutoa taarifa na niwe salama, taarifa za kihalifu ama shughuli za kihalifu ambazo zinahusiana na dawa za kulevya bila kuhatarisha usalama wangu. Sahihi kabisa. Mamlaka ya kudhibiti na dawa za kulevya ina kitengo chake maalum. Kitengo ina call center ambayo ina namba 119. Ukipiga hii namba 119 ni bure kabisa, na wala hulipishwi chochote, na wala hatuna haja kukujua kwamba wewe uko wapi. Yaani tunaweza tukujua wewe ni nani, uko wapi, lakini hatuwezi kukutrace tena kwa sababu ile namba yako inakuwa haibaki kwetu. Lakini lengo wewe unatoa taarifa kwamba labda mahali fulani, karibu na msikiti fulani, karibu na kanisa fulani, au karibu na nini kuna mtu tunahisi. Hata kama unahisi tu, wewe toa taarifa. Ni kwamba si kwamba sisi ukitoa taarifa kwa kutumia namba 119 ambayo ni bure kabisa, kwamba eti sisi tutakwenda kumkamata yule mtu wakati huo. Hapana. Sisi ukishatupa hiyo taarifa, tuna kitengo chetu cha intelligence ambao kazi yake ni kuchunguza, kufanya uchunguzi kwa watu wote, uhalifu wa aina yoyote wa wauzaji wa dawa za kulevya. Kwa hiyo sisi tutatoka kama ni tip, then sisi tutaanzia pale kuchunguza. Huyu mtu akijulikana kweli anatumia dawa za kulevya, tutamkamata, tutampeleka kwenye vyombo vya sheria. Lakini kama labda ulikuwa unahisi tu, si kweli. Maana mtu mwingine anaweza katokea mtu ameuza shamba lake, baada ya kuuza shamba akanunua pikipiki, wakaona anavaa nguo nzuri katika kipindi cha mwezi mmoja ambazo hela zipo, watu wakasema jamaa vipi huyu, mbona ghafla kanunua pikipiki, ghafla anapiga bonge la nani makoti, anapamba kali, huyu atakuwa anauza dawa za kulevya, huyu anatoa taarifa. Kumbe mnakuja kugundua kumbe hajihusishi na kitu chochote. Kwa hiyo hata kama unahisi, wewe toa taarifa kwa kutumia namba 119. Na kwenye namba 119 vile vile unaweza kupatiwa elimu, unaweza kaelekezwa vituo vya matibabu viko wapi, unaweza kupatiwa elimu dhidi ya dawa za kulevya. Kwa hiyo ni vizuri wananchi wakaitumia hii namba. Ukiwa na simu yako yoyote, sio lazima iwe smartphone, wewe bonyeza tu 119. Sikiliza, utapokelewa, utasema pale kwamba 1 2 3 4, utalindwa na hakuna mtu anaweza kukubugudhi, na taarifa yako haiwezi kupelekwa mahali popote. Karibuni sana, tumieni hii namba kudhibiti dawa za kulevya, kuhakikisha kwamba mnatoa taarifa za wahalifu wa dawa za kulevya. Sawa Daktari Peter Mfisi, unajua somo limekuwa zuri sana kwangu mimi na msikilizaji. Kwa hiyo msikilizaji akija kuona mimi napendeza siku 2-3 asije kusema huyu tayari akapiga kutoa taarifa. Mambo kama hayo hakuna. Toa taarifa ambazo zinakuwa zina ukweli ndani mwake. Sasa kwa kumalizia, tukiwa tunaelekea ukingoni, na tamani uniambie kitu kimoja kwa faida ya msikilizaji. Jamii inapaswa kuwachukuliaje waathirika wa dawa za kulevya, kama wahalifu ama wagonjwa ambao wanahitaji msaada? Jamii kwanza tujue kabisa kwamba watu wengi wanajiingiza kwenye matumizi ya dawa za kulevya bila wao kujua kwamba wamejiingiza huko. Kwa hiyo tusiwaone moja kwa moja kwamba wahalifu. Tuone kama ni wagonjwa ambao wanahitaji msaada. Kwa hiyo kama kuna mahali popote unajua kuna mahali kwenye matibabu
umsaidie huyu mgonjwa ili aweze kufika kwenye sehemu hizo za matibabu, aweze kupatiwa matibabu sahihi. Kwa hiyo mimi naiasa jamii kwamba ione kama sio kwamba ni upotofu wa maadili. Wapo wengi ambao waliingia kwenye matumizi ya dawa za kulevya bila wao kujua, kwa sababu uraibu wa dawa za kulevya ni ugonjwa ambao yani huna jinsi wewe mwenyewe binafsi huwezi kuacha. Ndio maana mtu mwingine anasema hivi, huyo kwa nini asiache? Mbona hizi dawa zinamsumbua sana? Ni kwamba ukishafika kwenye hatua ya kupata uraibu wa dawa za kulevya huwezi kuacha kabisa kwa hali yako mwenyewe. Lazima upate msukumo kutoka nje na msukumo wa kwako mwenyewe ili uweze kuachana na hizi dawa za kulevya. Kwa hiyo tunaomba watu wawasaidie, wawapeleke kwenye vituo vya matibabu. Kama ni mtoto wako, usimtupe, usimwache, mchukue, mpeleke kwenye kituo cha matibabu, atibiwe, achane na matumizi ya dawa za kulevya. Baadaye ya kusema ili mimi hata kifa basi atajua mwenyewe. Huyu ni binadamu, inawezekana aliingia pale bila yeye kujua, bahati mbaya mtoto akifanya nini huwezi kukata mkono wake. Kabisa. Sasa Daktari Peter Mfisi, tukiwa tunaelekea ukingoni, na tamani tukumbushe ile kauli mbiu, lakini pia maadhimisho haya yatakwenda kufanyikia wapi kwa faida ya msikilizaji? Maadhimisho haya yatafanyika katika viwanja vya Jakaya Kikwete vilivyoko jijini Dodoma. Yataanzia tarehe 24 hadi tarehe 26 mwezi wa 6 mwaka 2025. Kauli mbiu ni kwamba tunatakiwa kuinvesti kwenye kinga na tiba ili tuweze kupambana na dawa za kulevya. Kwa hiyo kauli mbiu ni kwamba tuweze kuinvest kwenye kinga na tiba ili kuweza kupambana na dawa za kulevya. Na maadhimisho hayo kilele cha maadhimisho hayo yatakuwa tarehe 26 mwezi wa 6 mwaka huu, na mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano ya Tanzania. Kwa hiyo tunawakaribisha wote ili mje mjishuhudie wenyewe maadhimisho hayo, muweze kupatiwa elimu dhidi ya dawa za kulevya ili watu waachane kabisa na biashara na matumizi ya dawa za kulevya. Sawa, Daktari Peter Mfisi, mimi nisiposema neno asante nitakuwa nakosea. Nakushukuru sana kwa muda wako na kwa wakati wako, lakini pia kwa somo zuri kwa msikilizaji. Naamini mpaka hivi sasa jamii itakwenda kubadilika. Mtoto wa mwenzio muone kama wa kwako. Tuna wajibu kama jamii kuzuia ama kupambana na matumizi ya dawa za kulevya. Msikilizaji, karibu sana. Kwa wakati huu muda si mrefu tunakwenda kusali kwa pamoja sala Malaika wa Bwana. Tulikuwa na Daktari Mfisi, Peter Mfisi ambaye ni kamishna wa kinga na tiba, anatokea mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya Tanzania. Tumeongelea mambo mengi sana kuelekea maadhimisho ya siku ya kimataifa ya kupinga matumizi na biashara haramu za dawa za kulevya. Msikilizaji, kwa wakati huu mimi sina la ziada. Kesho nayo ni siku, tukutane kuanzia majira yale ya saa 10 kamili mpaka saa 11 dakika ya 55. Saa 12 kamili ni matangazo moja kwa moja kutoka DW Bonn nchini Ujerumani. Lakini Derek Chomi anakuhakikishia basi taarifa hizo unazipata kule kwenye mitandao ya kijamii Instagram pamoja na YouTube. Msikilizaji, ni saa 11 dakika ya 35. Kama ambavyo nimekuambia, tupo na Daktari Peter Mfisi, kamishna wa kinga na tiba, mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya Tanzania. Tunaongelea mambo mengi sana kuelekea maadhimisho ya siku ya kimataifa ya kupinga matumizi na biashara haramu ya dawa za kulevya, ambayo huadhimishwa kila Juni 26 kila mwaka, msikilizaji. Na kuna vingi sana ambavyo ameongelea mpaka hivi sasa. Ameongelea namna kazi zinavyofanywa na wao kama mamlaka, lakini pia ameongelea namna ambavyo wanashirikiana na taasisi zingine kama vile TAKUKURU. Ameeleza hayo mengi kwa faida yako msikilizaji, lakini pia amezungumzia mafanikio ambayo kama mamlaka wanajivunia mpaka hivi sasa. Naomba tuelekee mbele zaidi, maana wakati nao unatutupa mkono. Umeeleza namna ambavyo mnawasaidia wale vijana ambao wameathirika na madawa ya kulevya, si ndivyo? Na tamani nifahamu kwamba kuna vituo vya tiba na marekebisho kwa kiasi gani kwa nchini Tanzania? Kwanza labda ningependa kusema tu kwamba kwa hapa Tanzania mara nyingi hao watu walioathirika na dawa za kulevya wanatakiwa kufanya matibabu kama ya aina 3, lakini matibabu yako ya aina nyingi, lakini kwa hapa nchini mpaka sasa ambayo yanapatikana ni aina 3. Moja, unaweza kwenda kwenye vituo vya
kwenye hospitali, kwenye vile vitengo vya afya akili wanaita psychiatric department, ambazo zinapatikana kwenye hospitali za mikoa na baadhi ya hospitali za wilaya. Kwenye hizi hospitali, kwenye hivi vitengo wanatibu uraibu wa dawa za kulevya. Lakini ya pili ni kwamba kuna sober house. Nafikiri mmeshawahi kusikia sober house. Hizi ni nyumba maalum za upataji nafuu ambazo wa Tanzania watu wengi walioathirika na dawa za kulevya na pamoja na aina nyingine za vilevi wanaweza wakapatiwa tiba kwenye haya maeneo, kwenye hizi nyumba. Hizi nyumba mpaka sasa hivi tunazo nyumba karibu 68 ambazo zipo na zinafanya kazi hiyo na zinawahudumia waraibu mbalimbali wa dawa za kulevya pamoja na vilevi vingine kama pombe na wakati mwingine hata sigara kwenye hizi sober house. Je, zile harama ni stahimilivu kwa mwananchi wa kawaida? Ni kweli, kwa sababu hizi sober house mara nyingi zinaanzishwa na watu binafsi au na asasi za kiraia, na mara nyingi kuna gharama kidogo na watu wanachangia kwa sababu ya chakula, kwa sababu mara nyingi kwenye sober house hawa waraibu wanatakiwa waishi humo na huduma zote wapate humo, kiwepo kuoga, kula, kufanya nini. Kwa hiyo maana yake ni kwamba kuna baadhi ya gharama ambazo zinahitajika, lakini gharama zake zinatofautiana kati ya sober house moja na sober house nyingine kulingana na zile huduma wanazozitoa. Lakini sisi kazi yetu ni kuhakikisha kwamba huduma zinazotolewa basi zinakidhi vile vigezo vya utoaji wa huduma kwa uraibu wa dawa za kulevya. Kwa hiyo tumeanzisha mwongozo maalum unaitwa mwongozo wa uanzishaji na uendeshaji wa sober house nchini, hasa unatumika tu kwa Tanzania bara. Kwa hiyo kwa kutumia huo mwongozo basi tunafanya usimamizi kuhakikisha kwamba nyumba zote zinaendesha hiyo kazi kwa mujibu wa taratibu na sheria zilizopo. Lakini kwa swala la malipo ni kweli, kwa sababu hizi taasisi hizi sober house zinaanzishwa na watu binafsi au asasi za kiraia, kwa hiyo lazima zinakuwa na malipo kidogo, na malipo yanatokana tofautiana kati ya sober house moja na nyingine. Ni kama shule tu. Unaona shule za sekondari wengine wanalipa hivi, wengine wanalipa hivi kwa kutokana na jinsi huduma zinazotolewa mle. Kusema kwamba himilivu inawezekana kweli kwa baadhi ya Watanzania kutokana na hali zao za kiuchumi wanaweza kushindwa, lakini kuna Watanzania ambao wanaweza kumudu kupatiwa matibabu. Lakini baadhi ya hizi sober house zingine zenyewe zimejiongeza, zinatafuta wafadhili. Kwa hiyo kadri wafadhili wanavyopatikana, basi hata gharama zile za uendeshaji zinapungua, hata gharama za kumtoza mtu ambaye amekuwa humo zinapungua. Lakini vile vile tunavyo vituo ambavyo hivi vyenyewe vinaendeshwa na serikali, tunaita medical assisted clinics. Hizi ni MAT clinics, yani medical assisted therapy, ambayo ni tunaziita MAT, yani ni kifupi cha medical assisted therapy. Kwamba tunatumia dawa aina ya methadone kuwatibu waraibu wa dawa za kulevya, hasa aina ya afyuni. Na dawa hizi miongoni mwao ni heroin, lakini hata kuna baadhi ya dawa tiba zenye asili ya kulevya ambazo watu wakizitumia hizi dawa tiba zenye asili ya kulevya wanaweza kutibiwa na hii dawa ya methadone. Kwa hiyo hivi vituo vipo, tunavyo nchini, lakini vinaendeshwa vyenyewe, hakuna gharama yoyote kwa sababu gharama yote inagharimiwa na serikali. Kwa hiyo watu wale walioathirika na dawa aina ya afyuni, ziwe labda heroin pamoja na baadhi ya dawa tiba zenye asili ya kulevya, wanakaribishwa, wanaweza kufuatiwa matibabu bure bila malipo yoyote. Kwa hiyo ni hizo aina 3 za matibabu ambazo zipo nchini. Lakini kiujumla mtu anaweza kuuliza sasa ni aina gani ya matibabu ambayo inafaa kuliko nyingine? Kabisa. Kiujumla hakuna aina ya matibabu ambayo inawafaa watu wote. Kila mtu anaweza kufaidika kulingana na aina fulani ya matibabu. Wengine wanafaidika zaidi kwenye hizo kliniki kwenye centers za afya akili, psychiatric department. Wengine wanafaidika zaidi wanapokwenda sober house, na wengine wanafaidika zaidi wanapokwenda kwenye hizo MAT clinics. Kwa hiyo ni kwa kadri tu mtu alivyoathirika na aina ya dawa anayotumia, basi aende mahali ambapo pataweza kumfaa ili aweze kupona, arejee kwenye hali yake ya kawaida, ili tushirikiane naye katika ujenzi wa taifa letu. Sawa, msikilizaji, ni saa 11 dakika ya 44. Bado tupo na Daktari Peter Mfisi ambaye ni kamishna wa kinga na tiba kutoka Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya Tanzania. Kama una swali lolote, unaweza kutuma message yako ama kupiga simu yako kupitia namba ya simu 0735787820, maana kuna mengi ambayo ameongelea mpaka hivi sasa. Kwenye line ya simu, hello.
kwenye laini ya simu. Hello. Habari yako mtangazaji wangu mpendwa? Salama, karibu sana. Asante, usiogope. Sauti hii ni mwanachama wa chama cha Wavumilivu Salaam Club, naitwa Maiko Mapikipiki. Napiga simu yangu niko mwanangu wa Nzuguni. Hongera sana kwa kuwa na daktari wetu hapo. Nani daktari nani umesema vile? Anaitwa Daktari Peter Mfisi. Daktari Peter. Naam. Nimempata. Naam. Nilikuwa nataka niulize swali langu moja au kama sio mawili. Je, mmejipanga vipi kuhusu swala zima la kutoa elimu kuhusu hii ndio dawa ya kulevya, hii dawa sio ya kulevya? Kwa sababu gani kwa vile hivyo? Kuna sehemu unaweza hata labda chakula ukala hujui, kumbe mtu kwa yale madawa. Hasa je, yani mtu kama Maiko Mapikipiki siyajui, je nitajueje kwamba hii sasa ndio yenyewe sasa dawa au hii sio? Je, nitajuaje rafiki yangu? Swali langu la kwanza. Swali langu la pili, je, mmejipanga vipi kuhusu swala zima la kuendelea kutoa elimu kwa sababu unakuta kama sisi labda kijijini kwetu kule ndani kule kabisa mbwinde kule redio unakuta haishiki, mtu anakuwa hana simu janja ile, au sio? Je, mmejipanga vipi kuhusu swala zima la kutoa elimu rafiki yangu Maiko Mapikipiki toka Nzuguni? Kama vipi, karibu siku moja hapa Nzuguni, unakuja hapa garage kuna vijana wangu unatupa elimu, itakuwa imependeza zaidi. Usikonde. Asante sana msikilizaji. 0735 787820 kama una swali lolote kwa Daktari Peter Mfisi unakaribishwa. Watu wawili wa mwisho tu msikilizaji watakuwa wananitosha kwa siku hii ya leo. Anasema tunaomba mamlaka husika watembelee vijijini kuja kutoa elimu juu ya madawa ya kulevya, maana vijijini bangi wanaiona kama sigara tu, hasa vijana. Ni Sadala wa Mzogole huko. Asante kwa jumbe yako. Lakini pia huyu anasema anaitwa Daudi Alex kutoka Itigi huko. Anasema kwamba huko kwao mbona watu wameathirika sana na hakuna mwanasaikolojia wa kuwajinga watu na kuwekea mkazo juu ya dawa za kulevya. Ujumbe anasema tunaomba msaada wao. Amesema hivyo huyu mwananchi, anatokea huko Itigi mkoani Singida. 0735787820 msikilizaji, kama una swali lolote na kukaribisha hivi sasa moja kwa moja uwanjani wako, ulize swali kwa Daktari Peter Mfisi ambaye ni kamishna wa kinga na tiba, anatokea mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya Tanzania. Tunaongea mambo mengi sana kuelekea maadhimisho ya siku ya kimataifa ya kupinga matumizi na biashara haramu ya dawa za kulevya. Karibu sana kwenye maswali hayo ambayo yameulizwa na msikilizaji, lakini kunako jumbe ambazo nimezisoma. Asante. Tuanze na huyu ndugu yetu wa Nzuguni. Nasema kwanza, mnajipanga vipi yani katika kutoa elimu hasa maeneo ya vijijini? Ni kweli mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya imeanzisha ofisi zake za kanda, ambazo hizi ofisi za kanda na baadaye zitaanzisha ofisi za mikoa. Tumeshaanza kuenda kwa baadhi ya mikoa, lakini baadaye tunatarajia tufike hadi kwenye ofisi za wilaya kama ambavyo TAKUKURU wenzetu wapo. Kwa maana hiyo kwamba si lazima mtu wetu sasa usikie redioni au angalie kwenye simu, lakini tutawafikia physically, tutawafikia moja kwa moja ili kuweza kutoa elimu katika maeneo haya. Lakini kwenye hiyo kijiwe cha waendesha pikipiki cha Nzuguni, niachie mimi, tunayo ofisi yetu ya kanda ambayo iko hapa Dodoma. Nafikiri watafika hapo, watakuja kuwapa elimu juu ya madhara ya dawa za kulevya. Swala la kwanza, kama sikulisikia vizuri, lakini kama vile alisema utagunduaje kwamba hebu labda mtangazaji unaweza ukanani, alisema kwamba utagunduaje kama hii ni dawa za kulevya. Kabisa. Sasa kugundua, kwanza dawa za kulevya ziko katika mifumo mbalimbali. Kwa mfano kama bangi, kuna baadhi ya watu ambao wanaziweka hizi bangi kwenye vyakula. Unaweza kukuta kuna bangi pipi zimetengenezwa lakini zina bangi ndani, biskuti zinatengenezwa zina bangi ndani. Kwa hiyo mimi nafikiri kitu cha muhimu kujua kwamba hizi ni dawa za kulevya au nini, ni kwamba kitu chochote ambacho mtu anakuwa hujakifahamu vizuri, ni vizuri ukawa suspicious kutaka kujua kikoje. Ndio kuna baadhi ya watu wengi wanajiingiza kwenye matumizi ya dawa za kulevya bila kujua. Anafikiri anakula kitu ni kitu cha kawaida, lakini baadaye kumbe kile kitu kinakuwa na dawa za kulevya. Ataanza kujisikia hali fulani, kwake anaweza kahisi labda ni hali nzuri na nini, lakini baadaye unakuta kile kitu ambacho amekula kumbe ni dawa, na hii inaweza kumfanya huyu mtu sasa apate uraibu wa dawa hiyo ambayo iko kwenye chakula. Kwa hiyo tuchukue tahadhari kuhakikisha kwamba kila tunachokula sio kutule kila tunachokula, tule vitu ambavyo tunavijua vizuri. Lakini utajuaje kama hiyo ndio nimemweleza. Lakini
watu wetu watakapokuja kuwafundisha, watakuja wakati mwingine watakuja na sample za dawa za kulevya, ili wawaonyeshe kwamba ukiona hii bwana ujue hii ni bangi, ukiona hii ujue hii ni heroin, ukiona hii ujue ni nini, ili watu wale ambao wanaweza wakajiingiza kwenye matumizi bila wao kujua, basi waweze kusaidika. Lakini kulikuwa na swali lingine kutoka kwa msikilizaji wetu kutoka Itigi Singida. Anasema tuwatembelee vijijini kutoa elimu. Nafikiri nafanana na swali la kwanza la mwenzetu huyu wa Nzuguni, kwamba lengo ni kwamba tumeanzisha hii ofisi za kanda, na lengo letu tutaanzisha ofisi za mikoa. Tutakuwa na huko kwa Singida, na hata Singida basi tutafika mpaka Itigi, kuhakikisha kwamba kila mahali ambapo kuna Mtanzania anafikiwa na elimu dhidi ya dawa za kulevya, ili mwishoni tuhakikishe kwamba Watanzania wote kwa ujumla wanajua kwa sahihi kwamba madhara ya dawa za kulevya ni yapi, ili wasiweze kujiingiza. Na kwa wale ambao watakuwa wanajiingiza, basi watakuwa wanajiingiza kwenye matumizi ya dawa za kulevya wakiwa na elimu tosha juu ya madhara yanaweza kuwapata. Kwa hiyo hili tunawashukuru wasikilizaji wetu kwamba wana hamu ya kupata elimu, lakini kwa bahati mbaya au nzuri hatujawafikia. Lakini niwahakikishie kwamba hivi karibuni hiyo ofisi za mikoa zitaanzishwa, kwa hiyo tutakuwa na uwezo wa kufika maeneo ya vijijini zaidi kuliko ilivyo sasa hivi. Lakini vile vile ametoa swali na nyingine kwamba huku kwetu kuna watu walioathirika, lakini hakuna wanasaikolojia kuweza kuwatibu. Nafikiri nimelieleza ndugu mtangazaji kwa mwanzo kwamba kwenye hospitali hizi yani unaweza kukuta kuna baadhi ya maeneo hakuna sober house, lakini kuna maeneo mengine vile vile hakuna mat clinic, lakini wanaweza kuwa na hospitali. Na bahati inawezekana labda kwenye hospitali yenu ya wilaya inaweza kawa na hiki kitengo cha psychiatric, kitengo cha afya ya akili, basi huyu mtu akipelekwa kwenye hivyo vitengo anaweza akapata suluhisho ya tatizo lake la huo uraibu wa dawa za kulevya. Lakini sisi kama mamlaka, kama nilivyoeleza hapo mwanzo, ilianzishwa mwaka 2017, bado ni wachanga, lakini lengo letu ni kufika maeneo yote kwa elimu, na kufika maeneo yote kwa matibabu, lakini vile vile kufika maeneo yote kwa udhibiti wa dawa za kulevya. Tutawafikia kudhibiti dawa za kulevya, tutawafikia kutoa elimu, lakini tutawafikia vile vile kuwatibu wale walioathirika na dawa za kulevya. Sawa Daktari Peter Mfisi, unajua unajaribu kuvaa kiatu cha mwananchi ambaye huenda anasikiliza hivi sasa. Umeongelea kutoa elimu, tutawapa elimu, si ndivyo? Mimi mwananchi nimeshapewa elimu, nishajua haya ni madawa ya kulevya. Sasa najiuliza ni namna gani mimi kama mwananchi nitatumia njia ambayo itaniweka mimi salama kutoa taarifa na niwe salama, taarifa za kihalifu ama shughuli za kihalifu ambazo zinahusiana na dawa za kulevya bila kuhatarisha usalama wangu. Sahihi kabisa. Mamlaka ya kudhibiti na dawa za kulevya ina kitengo chake maalum. Kitengo ina call center ambayo ina namba 119. Ukipiga hii namba 119 ni bure kabisa, na wala hulipishwi chochote, na wala hatuna haja kukujua kwamba wewe uko wapi. Yaani tunaweza tukujua wewe ni nani, uko wapi, lakini hatuwezi kukutrace tena, kwa sababu ile namba yako inakuwa haibaki kwetu. Lakini lengo wewe unatoa taarifa kwamba labda mahali fulani, karibu na msikiti fulani, karibu na kanisa fulani, au karibu na nini kuna mtu tunahisi. Hata kama unahisi tu, wewe toa taarifa. Ni kwamba si kwamba sisi ukitoa taarifa kwa kutumia namba 119 ambayo ni bure kabisa, kwamba eti sisi tutakwenda kumkamata yule mtu wakati huo. Hapana. Sisi ukishatupa hiyo taarifa, tuna kitengo chetu cha intelligence ambao kazi yake ni kufanya uchunguzi kwa watu wote, uhalifu wa aina yote wa wauzaji wa dawa za kulevya. Kwa hiyo sisi tutatoka kama ni tip, then sisi tutaanzia pale kuchunguza. Huyu mtu akijulikana kweli anatumia dawa za kulevya, tutamkamata, tutampeleka kwenye vyombo vya sheria. Lakini kama labda ulikuwa unahisi tu, si kweli. Maana mtu mwingine anaweza katokea mtu ameuza shamba lake, baada ya kuuza shamba akanunua pikipiki, wakaona anavaa nguo nzuri katika kipindi cha mwezi mmoja ambazo hela zipo, watu wakasema jamaa vipi huyu, mbona ghafla kanunua pikipiki, ghafla anapiga bonge la nani makoti, anapamba kali, huyu atakuwa anauza dawa za kulevya, huyu anatoa taarifa. Kumbe mnakuja kugundua kumbe hajihusishe na kitu chochote. Kwa hiyo hata kama unahisi, wewe toa taarifa kwa kutumia namba 119. Na kwenye namba 119 vile vile unaweza kupatiwa elimu, unaweza kaelekezwa vituo vya matibabu viko wapi, unaweza kupatiwa elimu dhidi ya dawa za kulevya. Kwa hiyo ni vizuri wananchi wakaitumia hii namba. Ukiwa na simu yako yoyote, sio lazima iwe smartphone, wewe bonyeza tu 119, sikiliza, utapokelewa,
utasema pale kwamba 1 2 3 4, utalindwa na hakuna mtu anaweza kukubugudhi, na taarifa yako haiwezi kupelekwa mahali popote. Karibuni sana, tumieni hii namba kudhibiti dawa za kulevya, kuhakikisha kwamba mnatoa taarifa za waharifu wa dawa za kulevya. Sawa, Daktari Peter Mfisi, unajua somo limekuwa zuri sana kwangu mimi na msikilizaji. Kwa hiyo msikilizaji akija kuona mimi napendeza siku 2 3 asije kusema wewe tayari akapiga kutoa taarifa. Mambo kama hayo hakuna. Toa taarifa ambazo zinakuwa zina ukweli ndani mwake. Sasa kwa kumalizia, tukiwa tunaelekea ukingoni, na tamani uniambie kitu kimoja kwa faida ya msikilizaji. Jamii inapaswa kuwachukuliaje waathirika wa dawa za kulevya, kama wahalifu ama wagonjwa ambao wanahitaji msaada? Jamii kwanza tujue kabisa kwamba watu wengi wanajiingiza kwenye matumizi ya dawa za kulevya bila wao kujua kwamba wamejiingiza huko. Kwa hiyo tusiwaone moja kwa moja kwamba wahalifu. Tuone kama ni wagonjwa ambao wanahitaji msaada. Kwa hiyo kama kuna mahali popote unajua kuna mahali kwenye matibabu, umsaidie huyu mgonjwa ili aweze kufika kwenye sehemu hizo za matibabu, aweze kupatiwa matibabu sahihi. Kwa hiyo mimi naiasa jamii kwamba ione kama sio kwamba ni upotofu wa maadili. Wapo wengi ambao waliingia kwenye matumizi ya dawa za kulevya bila wao kujua, kwa sababu uraibu wa dawa za kulevya ni ugonjwa ambao yani huna jinsi wewe mwenyewe binafsi huwezi kuacha. Ndio maana mtu mwingine anasema hivi, huyo kwa nini asiache? Mbona hizi dawa zinamsumbua sana? Ni kwamba ukishafika kwenye hatua ya kupata uraibu wa dawa za kulevya huwezi kuacha kabisa kwa ni hali yako mwenyewe. Lazima upate msukumo kutoka nje na msukumo wa kwako mwenyewe ili uweze kuachana na hizi dawa za kulevya. Kwa hiyo tunaomba watu wawasaidie, wawapeleke kwenye vituo vya matibabu. Kama ni mtoto wako, usimtupe, usimwache, mchukue, mpeleke kwenye kituo cha matibabu, atibiwe, achane na matumizi ya dawa za kulevya. Baadaye ya kusema ili mimi hata kifa basi atajua mwenyewe. Huyu ni binadamu, inawezekana aliingia pale bila yeye kujua, bahati mbaya amenani. Mtoto akifanya nini huwezi kukata mkono wake. Kabisa. Sasa Daktari Peter Mfisi, tukiwa tunaelekea ukingoni, na tamani tukumbushe ile kauli mbiu, lakini pia maadhimisho haya yatakwenda kufanyikia wapi kwa faida ya msikilizaji? Maadhimisho haya yatafanyika katika viwanja vya Jakaya Kikwete vilivyoko jijini Dodoma. Yataanzia tarehe 24 hadi tarehe 26 mwezi wa 6 mwaka 2025. Kauli mbiu ni kwamba tunatakiwa kuinvesti kwenye kinga na tiba ili tuweze kupambana na dawa za kulevya. Kwa hiyo kauli mbiu ni kwamba tuweze kuinvest kwenye kinga na tiba ili kuweza kupambana na dawa za kulevya. Na maadhimisho hayo, kilele cha maadhimisho hayo yatakuwa tarehe 26 mwezi wa 6 mwaka huu, na mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano ya Tanzania. Kwa hiyo tunawakaribisha wote ili mje mjishuhudie wenyewe maadhimisho hayo, muweze kupatiwa elimu dhidi ya dawa za kulevya ili watu waachane kabisa na biashara na matumizi ya dawa za kulevya. Sawa, Daktari Peter Mfisi, mimi nisiposema neno asante nitakuwa nakosea. Nakushukuru sana kwa muda wako na kwa wakati wako, lakini pia kwa somo zuri kwa msikilizaji. Naamini mpaka hivi sasa jamii itakwenda kubadilika. Mtoto wa mwenzio muone kama wa kwako. Tuna wajibu kama jamii kuzuia ama kupambana na matumizi ya dawa za kulevya. Msikilizaji, karibu sana. Kwa wakati huu muda si mrefu tunakwenda kusali kwa pamoja sala Malaika wa Bwana. Tulikuwa na Daktari Mfisi, Peter Mfisi, ambaye ni kamishna wa kinga na tiba, anatokea mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya Tanzania. Tumeongelea mambo mengi sana kuelekea maadhimisho ya siku ya kimataifa ya kupinga matumizi na biashara haramu za dawa za kulevya. Msikilizaji, kwa wakati huu mimi sina la ziada. Kesho nayo ni siku, tukutane kuanzia majira yale ya saa 10 kamili mpaka saa 11 dakika ya 55. Saa 12 kamili ni matangazo moja kwa moja kutoka DW Bonn nchini Ujerumani. Lakini Derek Chomi anakuhakikishia basi taarifa hizo unazipata kule kwenye mitandao ya kijamii Instagram pamoja na YouTube.